Watanzania wenzangu, nimekuwa nikifuatilia kwa makini na ukaribu sana mambo yanayoendelea hapa nchini kwetu. Hebu tusikilize kwa pamoja. Tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona huu uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia. Mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa, uongo kweli? Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri. Katuumba vizuri sana. Katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Kwa hiyo niombe sana viongozi wa dini, tuvae majoho. Yale majoho yetu yaoneshe sura halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna. Ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu. Hii inaashiria kwamba serikali imeamua kuchukua msimamo mkali katika wakati ambao dunia imeshuhudia nguvu kubwa iliyotumika kwa ajili ya kudhibiti maandamano. Na ukiangalia kwa undani zaidi, hakukuwa na ulazima wa kutumia nguvu kubwa, kwa sababu mosi, maandamano ni haki ya kikatiba, na pili, ushahidi wa picha ambao unaonekana kwa watu waliouawa na wengine waliojeruhiwa, hakuna ushahidi kwamba ni watu ambao walikuwa wanaweka hatari katika usalama kama vile inavyodhaniwa na serikali. Hii inaweza kuwa na athari kubwa. Kuna hatari ya Tanzania kutengwa katika jamii ya kimataifa, kidiplomasia na kiuchumi, kwa sababu tayari tumeona bunge la Ulaya limeshapitisha azimio la kusitisha msaada, na tumeona bunge la Marekani, kamati ya mambo ya nje ya Senate na baraza la wawakilishi, ambao pia wametoa onyo kusema kwamba lazima hatua stahiki zichukuliwe kwa ajili ya kuwajibisha watu waliosababisha mauaji ya raia. Kwa hiyo kama Disemba 9 kutatokea maandamano na itatokea tena nguvu kubwa ya kudhibiti maandamano hayo juu ya raia, basi kuna uwezekano mkubwa Tanzania ikaathirika zaidi katika mashirikiano ya kiuchumi na kidiplomasia. Na hiyo tayari inaonyesha mkingamo, kwa sababu tume ya uchunguzi, jambo la msingi kabisa, inapaswa kuwa tume huru. Kwa hiyo yule anayechunguzwa anapoteua watu wanaomchunguza, kwa maana serikali inapoteua tume ambayo inachunguza wanaomchunguza, kwa maana serikali inapoteua tume ambayo inachunguza mambo ambayo yamefanyika na serikali, then inaondoa trust kwa watu kuamini kwamba tume hiyo itatoa majibu ambayo hayatakuwa na mwegemeo juu ya serikali. Na kwa juhudi mpaka hivi sasa kwa kweli haziridhishi, kwa sababu kwanza kabisa tumeona serikali ilikuwa ikijaribu kubadilisha upepo katika public opinion, ikisema kwamba waandamanaji wametumwa ama zile pictures hazikuwa za kweli. Na jambo ambalo lilitakiwa kufanyika ni serikali kushusha joto,
kwa mambo ambayo tayari yametokea, kwa sababu tayari kuna nchi watu wamepoteza ndugu zao, na vile vile kuonyesha nia thabiti ya kufanya marekebisho ya kisheria, hususan marekebisho ya katiba. Na hiyo ndio mambo makuu ambayo hivi sasa yanaumiza vichwa vya watu wengi kwa ajili ya kutengeneza mustakabali ambao utakuwa ni endelevu. Lakini kwa hatua mpaka hivi sasa ambazo zinachukuliwa, kwa Kiswahili wanasema funika kombe mwanaharamu apite, hiyo itakuwa ni jambo ambalo halitosuluhisha huu mgogoro ambao mpaka hivi sasa bado unafurukuta ndani ya nchi. Habari zenu Tanzania. Alichokiongea Kimama leo, hii ndio picha ambayo mimi personally sijui nini ambao nilikuwa nataka dunia ione kuhusu Tanzania, kwa sababu huu ndio utawala wa kikatili uliopo Tanzania. Ndio maana nilikuwa nakasika sana picha ambayo kina Mwigulu Nchemba they were trying to portray to the world. Uongo sijui, yani they were trying to soften up hii serikali, kuilagai dunia, sijui tuliwana, sijui tulini. No, Kimama leo kaja katoa message kwamba ndio mimi ni muuaji, nimeua na mtanifanya nini? Hamna la kunifanya. Hii ndio picha ambayo mimi nilitaka dunia ione. Kuna point kaongea, sio point, upumbavu kaongea. Kasema kwamba nguvu gani nyie mlitaka itumike? Wale walikuwa wanataka kufanya mapinduzi, mlitaka tuangalie mpaka wafanye? Nguvu gani ambayo ndio ilikuwa nguvu sawa ya kutumia? Wewe unaambia wazungu kitu kama hiko? Wewe unadhani wale hawaja experience? Mimi mwenyewe hapa Marekani nimesha experience, nimeshaona riots hapa Marekani. Tena riots za kutokana tu na mtu mmoja kuuliwa na polisi. Wa Marekani walichoma hapa vitu kuhusu issue nani yule George Floyd. Walichoma maduka hapa, walichoma majengo hapa. Kulikuwa kuna moto, kuna states huko moto mtupu. Serikali haikwenda kupiga risasi raia. Marekani ni nchi yenye silaha kubwa dunia nzima, jeshi lenye silaha dunia nzima. Mbona hawakwenda kuwamaliza pale wananchi kwa kuchoma vitu? Kwa sababu that's not how you deal. Kwa sababu serikali ilielewa imekosea. Na ilielewa hasira za wananchi. Sisemi kwamba kuchoma vitu kufanya nini ni kitu legal. Lakini nasema imesha happen nchi ngapi? Mbona hawakupigwa risasi? Nepal ilikuwa ni moto mtupu pale. Mbona serikali haikwenda kupiga risasi watu pale? Mbona hawakwenda? Nchi ngapi imefanyika maandamano wanachoma vitu? Mbona wananchi hawakwenda kumwagiwa risasi na serikali? Wao unajaribu kunormalize kwenda kuua watu kwa sababu wamechoma vitu. Alafu yani kwamba watu waelewe. Hakuna atakaye kuelewa. Watakao kuelewa wewe kwa ulichokifanya ni wauaji wenzio na machawa wako. Hakuna Mtanzania mwenye akili timamu ataelewa hiko kitu. Yale maandamano ya Tanzania yalikuwa yana njia mbili ya kumalizika. Zilikuwa ni njia mbili tu ya kumaliza yale maandamano. Yalikuwa njia mbili. Njia ya kwanza ilikuwa ni wewe kujiuzulu. Ungejiuzulu, yani maandamano pale yangeisha. Kila mtu angetulia. Njia ya pili ndio ilikuwa ni hiyo wewe kuua watu. Njia haramu. Ukachoose kuua watu. Ukafanya conscious decision kwamba uue watu kuliko wewe kuachia nchi. Unasema unataka kufanya mapinduzi. Unasema eti mwacheni mtu amalize muda wake. Ndugu yangu, Watanzania wamepitia mateso for 4 years. Wamepitia utekaji. Wamepitia ufisadi wa kihistoria. Wamepitia umaskini. Wamepitia huduma za afya mbovu. Maji ya kunywa safi tu yamekosekana kwenye nchi for 4 years. Hayo yote acha. Ukaamua kuwatoa watu wote kwenye uchaguzi. Ukamfunga Tundu Lissu. Ukawafungia Chadema kufanya siasa. Ukamtoa mpaka Mpina. Ukajiweka wewe ndio peke yako. Baada mateso yote uliowapitisha Watanzania for 4 years.
ukawatolea options zozote za kumchagua mtu mwingine yoyote, ukajipitisha wewe kwa nguvu. Wewe ulikuwa nadhani reaction ni inaenda kutokea ni ipi kwenye ule uchaguzi? Dunia nzima ilikuwa inaongea kwamba Samia is running against her own shadow. Dunia nzima ilikuwa ina expect machafuko kutokana na matendo yako wewe. Leo unataka kuact as if kwamba yani Watanzania waliamua tu kwenda kuandamana. Dunia nzima inaelewa, kila mtu mwenye akili inaelewa vijana wa Tanzania walifikaje walipofika. Uliwafikisha wewe walipofika. Na speech yako uliongea leo umeenda kuitengeneza Disemba 9 kubwa zaidi. Disemba 9 kubwa zaidi. Ndugu yangu. So ndugu yangu wewe. Ni muuaji wewe. Huwezi kuwa ndugu yangu. Kuna mifano mingi. Vijana wakishaamua kusimama kupambania haki, huwaga warudi nyuma, hata wauliwe wangapi. Huwa hawarudi nyuma mpaka serikali inarudi nyuma. Hawajawahi kurudi nyuma. Waangalie vijana wa South Africa ndugu yangu. Waliuliwa miaka mingapi? Walirudi nyuma. Waliuliwa mpaka walishinda. Ndugu yangu, vijana hawajawahi kurudi nyuma. Nakwambia vijana wa Tanzania watashinda hii mechi. Wewe kama ukutaka mtoto wako afe au atiwe kilema, kwa nini hukumkataza kwenda kwenye maandamano? Maandamano ni haki. Maandamano ni haki. Na hawa vijana sio watoto wadogo. They are over 18. They can make up their own decision. Na maandamano ni haki yao. Cha pili, Samia na Watanzania, naomba mnisikilize. Asilimia kubwa ya watu waliokufa kwenye yale maandamano sio Watanzania walikuwa barabarani kwenye maandamano. Asilimia kubwa, naomba ni repeat hii point na kila mtu aielewe. Asilimia kubwa ya Watanzania waliouawa kwa sababu ya maandamano yale hawakuwa kwenye maandamano. Waliouliwa barabarani kwenye maandamano, hata picha ukiangalia, waliouliwa wakiwa barabarani ni watu wachache. Wengi wameuliwa kwenye mitaa ambao hawakuwa wakiandamana. Wengi wameuliwa majumbani. Sasa unaongelea vipi kuambia wazazi kwamba kwa nini hamkuwakataza kuandamana, na wakati uliwafuata watu majumbani, umewaulia ndani kwenye mitaa yao, hawakuandamana? Yani kwamba haukutaka ushahidi mkubwa wa mauaji, ndio maana haukuwaua ambao walikuwa barabarani wanaandamana. Uliwaua wachache sana. Ulienda kuua zaidi mitaani, majumbani, ili watu waambiane wanaua, ili uue bila ushahidi. Lakini watu wakajitahidi wakapata ushahidi, tukaposti. Na hii ni message kwenu wa Tanzania ambao mnajipanga msiandamane tarehe 9. Wale ambao mnataka kuogopa, nyinyi ndio mtakaenda kufa. Kama alivyofanya 29 Disemba. Waliokufa wengi ni majumbani. Kwa hiyo tarehe 9 jua pona yako wewe ni kuandamana kutoka ndani kwenda barabarani kwenye public. Na kumbuka kwamba dunia itakuwa inaangalia haya maandamano ya 9 Disemba. Kwa hiyo hata huwa barabarani, ataenda tena majumbani kwenye mitaa kule ambao mmejificha. Nyinyi mtakaojificha ndio atakaowafuata. Hata huwa barabarani kama alivyofanya maandamano yaliyopita. Hakuua barabarani. Waliouawa, hata zile video zangu za kwenye Twitter, mauaji mengi ni watu ambao walikuwa wanafanya shughuli zao kwenye mabaa, wamekaa kwenye mabaa, kwenye pool table. Ni watu ambao hata hawakuwa kwenye maandamano, ndio mauaji mengi. Mtu yuko sio kwenye duka, yani hakuna hata maandamano. Wale ambao walikuwa barabarani kabisa wanaandamana, unahesabu. Kwa hiyo Watanzania tarehe 9 tokeni. Tarehe 9 Disemba, Watanzania pona yako wewe, kujiokoa wewe, toka ndani, ingia barabarani. Ukijifungia, yani hata huko vijijini, hata useme utakimbia uende vijijini. Kule vijijini, kule Mbeya, sijui Mbalali, wapi,
Mbeya kule ndani walikuwa wanafuata, yani watu huko ndani wanaenda kuwa, yani walichukua, wanataka ni message sambaye, jamani wanaua, tusiandamane, wanaua hivyo. Kwa hiyo tarehe 9 Disemba kila Mtanzania, jamani hatuwezi kukubali huyu mtu abaki kwenye nchi. Tarehe 9 Disemba, na nimeona kuna watu leo jamani yani ukaongea nimeumia mpaka nimeishiwa nguvu. Huu sio muda wa kuishiwa nguvu ndugu zangu. Huu sio muda wa kuishiwa nguvu vijana wa Tanzania. Huu sio muda wa kuishiwa nguvu wazee wa Tanzania. Samia leo katangaza vita na wananchi wa Tanzania. Huu sio muda kurudi nyuma, ni muda wa kudai haki. Tarehe 9 Disemba kila mtu anatoka ndani na bango lake, tunadai haki kwa amani. Atajua yeye kama anaua nchi nzima, anafanya nini ataua, lakini hakai. Ndio hilo. Hapo yani kashajifunga mwenyewe. Kwa hiyo sidhani kama tunahitaji kuumiza vichwa. Wale watu waliouawa anajua waliowaua kwa sababu anasema walitumia nguvu kubwa kwa waandamanaji. Kesi kwisha. Na kama inakubali endelea. Okay. Mi kwangu nimeona, niwaambie ni kitu nilichoona kwa huyu mama. Wote tutazunguka tutakwenda, huyu mama ameingia uoga. Hayo ni maneno ya mtu kuogopa. Yaani ana hofu ambayo hata kuificha ameshindwa. Anajua tarehe 9 kitakachokuja ni kikubwa na kivumbi, ndio maana anatishia watu. Mkija tarehe 25 tunajipanga, tarehe 9 tunajipanga. Huyu mama ni uoga, moyo wake. Anawaambia watu waende kwenye masuala ya kusali, yeye anasali. Kwa ukiangalia majibu ya maswali yote haya anayozungumza ni uoga uliopitiliza. Hana kitu kingine anachokitegemea. Maisha yake yako kwenye kitanzi, anajua hana mbele, hana nyuma. Kwa hiyo anajua tarehe 9 itakuwa ni moto wa kuotea mbali. Huo ndo niliwaona. Shukrani Sister Mudi. Ngoja nimalizie kwa sababu watu kweli leo watu leo yani watu leo sidhani kama kuna mtu leo anataka kubaki kimya. Kila mtu anataka kutema nyongo. Kwa mimi nimalizie ndugu zangu kwa dakika moja au dakika mbili. Naomba nimalizie ndugu zangu sababu wote tumekeleka sana. Alafu mimi kutokana na kukeleka kwangu nilichofurahisha kama alivyosema brother Mike na Mudi Sister Mudi alivyozungumza hapa, kashatoa tayari utetezi wa ISIS kwamba tulitumia nguvu kubwa kwa sababu ya waandamanaji. Kwa hiyo ISIS haihitaji tena ije ufanye utafiti mkubwa sana. Tayari kashakili. Tayari kashakili. Yaani hicho ndio kikubwa sana, na hii kauli ndio inatufanya Watanzania kesho tutoke. Kama tuna kiongozi, tuna mtu ambaye anaitwa rais, tuna kiongozi ambaye anateua baraza la mawaziri, tuna kiongozi ambaye anateua wakuu wa mikoa, tuna kiongozi ambaye anateua majaji, tuna kiongozi ambaye anateua wakuu wa vyombo vya usalama, anakubali kwamba alitumia bunduki kuua Watanzania. Watanzania tuna uhalali gani? Tuna furaha gani kuendelea kufurahi chini ya kuwa kiongozi huyu? Tarehe 9 tutoke, na kama kesho, kama kweli unaweza kutoka kesho tutoke. Shukrani ndugu zangu. Najua watu wengi sana nyongo zao zipo juu sana kwa ambacho amekizungumza leo. Nitarudia kusema kwamba alichokizungumza siku ya leo hiki hakitutoi kwenye reli. Anaonekana alikuwa anaelewa. Shukrani sana. Asanteni sana Sister Naomi. Naomba niishie hapo ndugu zangu. Na ndugu zangu wengi hapa leo, yani I say mimi natamani hata kesho tungesema tunatoka kesho. Kitendo cha kusema aliua kwa sababu watu walikuwa wengi. Yani I say anyway, shukrani. Kama hiki utasubiri kidogo. Fast lady karibu. Leo. Alafu sisikilizi upuzi wake. Unasema ni mwache ongea au? Kwa kifupi. Yani uoga siangaliaga speeches. Lakini sijui kwa nini something told me like watch it today. Nimeangalia, yani kwanza alikuwa anaonekana yuko njui, alikuwa amekunywa. Kwa sababu alikuwa akiongea na hema, alafu alikuwa stand still. Kama ukimwangalia alikuwa stand still, mara igebee mara simame. How dare he? Yani kwa maana hiyo pale amekaa anaambia, alafu hakuna neno lilonikera kama yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kwa maana hiyo case closed. Really? Sasa tume ya nini kama yaliyopita si ndwele? Tume ya nini sasa? Kasema yani ya mauaji yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Tugange yajayo. Alafu anamwambia nendeni mkaongee na watoto wenu huko. Mtoto usipomfunza huko nje, akitoka huko nje anayeongea. Unajua, I was like, look at your own son, the way he behaves. Mtoto wako ana tabia gani nzuri ya maana ya kusema watoto wengine kwamba waende wakafundishwe. Unataka mtoto wetu wakaangalie nchi za jirani. Unasema unataka haki ipi? Haki kuna nani anatumia haki aitafutwe mpaka uifanye nini sijui. Alafu ukishamaliza ndio uje uiombe hiyo haki. For real? No, there's something is wrong. I'm telling you. Huyu mwanamke ana tatizo. Nenda kama mentally, we don't know. Au akiamuka something have to be done. Kwa sababu alichokiongea leo
as a president. BBC wameshaanza kusambaza, and I'm sure CNN they're going to translate, na najua Lali lazima atapita hapo, lazima atatranslate, itaenda viral. Then ICC, I don't think mnasubiri kitu kingine. Yeah, Amiri Jeshi Mkuu ameconfirm. Sister Festi, Yes. sorry kwa sekunde. Yeah, no Yaani problem. anasema kwamba Tanzania hawana njaa. Watu wamekaa siku 5 ndani wanalia siku 5. Alafu unasema hawana njaa. Nisahau. Alafu Alafu unasema chakula hawana njaa. kingi mpaka tunalisha nchi Watu jirani, wamekaa siku 5 watu wanalia, wakati tumekaa mnaoda siku 5 si sukari, nini? mnaoda sukari na mabei kibao, mnaoda mpaka sijui mchele pishori, si vitu gani? Tunatakula gani sasa hapo? No, yani unajua nini? It come up to like anatu intimidate, anatuambia yeah, nimeshaua, so what? That's what I look at it. Ndio nimeshaua na mimi ndio rais sasa, so what? Ukisikia yani ukitafakari hiyo speech yake, mimi ndio nimeipata kwamba ndio nimeoa, so what, maisha yaendelee na mimi ndio rais. Amesema yeye ndio rais, hata kama upendi jina lake, umpendi yeye alivyo, yeye ndio rais. Subirini ni muula ujao. Jamani, mwingine aongee. Yani I'm so Yeah, Dr. sijaongea. mimi anasema okay, mimi endelea, ningependa endelea. asante dada Naomi, mimi ningependa niongezee so mimi nimemsikiliza mwanzo mpaka mwisho na nilimsikiliza kwa makusudi kwa sababu sikuwa nataka kumsikiliza, lakini walivyosema kuwa anaenda kuzungumza na wazee wa Dar es Salaam ili ni lazimu mimi nimsikilize muda wote aanze na kumaliza ili nijiridhishe mwenyewe bila kukata vipande. Sasa wakati anaingia mama wa mipasho alikuwa na pointi zake tatu kwenye karatasi, na akiangalia alikuwa na tafsiri. Pointi ya kwanza ilikuwa ni blaming Chadema. Pointi ya pili ilikuwa ni blaming maaskofu KKKT. Ya tatu ilikuwa ni kublame watu wa diaspora kiujumla wote. So Mange Kimambe amemzungumzia kwa mara ya mwisho, lakini alikuwa na mambo matatu tu. Sasa hayo madogo ambayo yametokea ni katika hali ya nafikiri ya kulipuka kwa sababu hakuwa mzima na hakuwa ni Samia. Mara nyingi huwaga naandikiwa speech. Today alikuwa na note zenye mistari. Mimi nilivyoona nafikiri hata mimi haikufika kwa sababu kamera ukiangalia wakati anaingia kamera ilizunguka kidogo tu. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni mistari michache sana, lakini pointi zake ni tatu. Ni maaskofu, watu wa dini ambao wanaongelea sana mambo ya haki, na Watanzania wote wa diaspora wote ambao wako mitandaoni wote ameblame. Ndio sasa kaja kutoa mpasho kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Yani wao ndio key, wao ndio target number 1 kabisa. Yani yeye alikuwa anazungumzia target number 1. Sasa kwenye ukumbi, kama mtapata nafasi angalau, jamani, naomba kidogo mfumbue mioyo yenu tu, muangalie kwa makini. Kwenye ukumbi mzima alikuwa amejaza mawaziri, wakuu wa wilaya, yani mashoga. Unajua na waimba tarabu kuna wapenzi wao. Sasa mwimbaji wao mkuu, kipenzi chao, alikuja na watu wake. Unaona, watu wake kwa alikuwa na mawaziri, wabunge, wakuu wa mikoa na nini, watu wote pale aliwateua wa Dar es Salaam. Nafikiri hata mabalozi na wa nyumba 10 na watendaji wote walikuwepo, na ndio walikuwa kwenye level ya juu ndio walikuwa wanapiga makofi sana. Lakini ukiangalia safu kama ya kwanza, ya pili, ya tatu, utaona kuna wazee wachache wa busara ambao walikuwa hawacheki wala hawashangilii. Kuna wengine wazee kabisa miaka kama 65 70 kuendelea. Leo mimi naungana na wachangiaji wote kwamba ilikuwa ni kudhihirisha na kututoa hofu na kutuambia kwamba kile kilichofanyika hakikuwa kinatosha kwa niaba yake, kilitakiwa kitumike zaidi. Ndio maana pale kwenye finishing yake akasema kwamba wakanyeni watoto wenu, wazuieni. Kwa nini mliwaruhusu kwenda kwenye maandamano? Musa. Na asante sana, mimi namalizia hapo. Na ninaomba watu wengine mchangie. Huyu sio rais huyo. Kaeni mzungumze vijana wetu. Kwenye kufa anasema kwa bahati mbaya. Anyway, moderator endelea. John, ndiye dadangu.
anawapa Watanzania choice moja kwamba mkae nyumbani, awaibie, achukue kila kitu, nyie wakanyeni watoto, kaeni nyumbani. That is what she's saying. Ndivyo anavyowaambia, nyie kaeni tu muangalie show yake. We must be crazy. She's yeye sio state woman. Unataka turudie nini? Nataka ni rekodi hiyo. Kwamba anawaambia Watanzania kaeni nyumbani, awaibie au nataka ziko mtandaoni. Ni rekodi samani kwa kuingilia jamani. Ndicho kia pesa kutoka kwa huyu mama. Leo amewatibua. Nafikiri amewatibua hata wanajeshi. Kama kuna mwanajeshi ataendelea kutumika baada ya kusikiliza maneno yaliyosemwa leo, mimi nikashangaa. Ninafikiri amefanya kazi ambayo diaspora, Mange na watu wote wenye mapenzi mema mngechukua muda mrefu kuifanya, kawaunganisha Watanzania wote kwa ujumla. Sidhani kama tuna serikali inaweza ikamshauri huyu tayari mikazi imeisha katika miguuni. Na nafikiri ni zawadi. Mnapoona haya mambo, ndugu zangu, yafikirie kiroho. Hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huyu akifungua kinywa tu ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haya mambo aliyosema yote, we should be happy, we should be proud. Ametupa sababu hata zile ambazo tulikuwa tufikirie. Mimi nisingetegemea kama kuna mtu alijua weakness ya maongezi ya namna hii alafu akamruhusu aende kuongea na Watanzania. Lakini ameponyoka, amekuja. No. Kwa kinywa chake mimi sijui akiongea maneno yanatoka wapi. Kuna mtu anamwekea maneno mdomoni. I don't know. Mike first mwache Mike aongea malizi. Mwache Mike aongea. Nikwenda kukupa hiyo point. Mwache ongea tu. Mwache ongea. Mike anajua anachozungumza. Na tunapenda kusikiliza. Kwa hiyo mwache Mike azungumze. Yes, kwa hiyo hii ni zawadi. Yani wanasema adui saa nyingine anaweza akawekewa maneno mdomoni hata ambayo yeye hajui. Mimi I am sure hivi vitu vingi anakuwa hajaandikiwa kwenye karatasi. Sisi sasa hapa ndo tunakutana na blame yake yeye mwenyewe. Yani akitoka kwenye script aliyokuwa ameandikiwa. Yani ndugu zangu, msifikiri kuna kitu kingine kimejificha. Ndio maana watu akina Mpango, ndio maana kuna watu mwanzoni waliona haya mambo zamani sana, wakasema jamani, huyu hawezi kuwa rais. Hata hawa wakuu wa wilaya mliosema walikuwa kwenye hicho chumba, kuna watu leo wametoka mle bila shaka hawaamini kitu walichokiwitness. Kwa hiyo hii mimi ninaiona kama unifying figure. Nilikuwa nimelewa. Ya Watanzania wote. Amefanya kazi ambayo tungetumia muda mrefu kuifanya kuliko wanasiasa, kuliko vyama vya upinzani. Amewaunganisha Watanzania pamoja, na hiyo inabidi tuifurahie. Kama kuna mtu mimi angeomba kitu chochote kwa huyu mama, mimi ningempa microphone aongee zaidi, muandalie mkutano mwingine aende sehemu fulani aongee zaidi. Just open your mouth. Achaneni na mambo ya ISIS. Huyu mama hawezi, yani hawezi. This is how he sees Tanzania katika sura yake. Anawaona kama objects, anawaona kama viumbe ambavyo havina thamani, havina maana. Ndivyo anaona majeshi hivi, ndivyo anavyotumia hivi. That's how she sees. Anatuona sisi katika transaction fashion. Kwamba baraza la wazee wa Dar es Salaam wanajiandaa kuwa na kongamano lao. Walikuwa wako busy wanaomba mataifa ya nje hayo yaje kuwafadhili. Yani she's having it both ways. Yuko sehemu zote. Kwa nini yani Watanzania wanavyoona hao? Ndugu zangu, hatuna yani hata Idi Amin pamoja na mambo yake yote hajawahi kutoa speech. Dr. Slaa atatuambia hapa. Yeye alikuwepo kipindi hicho. Hajawahi kutoa speech kama za namna hii. Na unatoa speech kwa wakati gani? Watu wamepoteza watoto wao, lakini yeye hawaoni kama watoto. Watoto yeye katika dunia yake fantasy world ni watoto wake ndo mawaziri hao. Lakini Mtanzania yeyote sio kitu. Na sasa hivi vinajidhihirisha akianza kuongea. Mnamsikia mwenyewe. Haya tumeongea mno jamani, huyu haoni utu katika Watanzania, haoni kitu chochote. Anawaona nyie kama transactional objects. She can move you from one place to another. Anaona anaweza akachukua kibunge, akakiteua, akakichagua kikaja pale kikapiga makelele, anajua kina maana yoyote. Akapiga sarakasi akafanya vyote. And we should deny that opportunity. Lazima tumdeny. Mimi I for one. Huyu si mtu ambaye ningependa akae kwenye mlango wa taifa kama gatekeeper. Yaani huyu ni mtu wa mwisho kabisa. Wauaji, hiyo sio nguvu kubwa, ni kikundi cha majambazi. Yaani kila mtu hapa akipewa opportunity ya kukuza kikundi cha majambazi majangiri wa kuua watu kwa kutumia sheria hizo loophole za taifa letu,
Kila mtu hapa anaweza akawa na kikundi chake na ukakiita nguvu kubwa. Ile sio nguvu kubwa. Nguvu kubwa unaipima vipi? Unaipima na katoto kamoja kanakoenda mikono mitupu mitaani. Huyu mama hajaona kitu chochote. Ninafurahi leo kawakasirisha majeshi wengi sana. Kama kuna mtu alikuwa kwenye payroll ya huyu mama, ninafikiri mpaka tunafika tarehe 9 atafikiria mara mbili. Na yani msiwe na shaka nyie, msiwe na shaka mkafikiri majeshi yetu yametuferi, si yamefanya nini. Huyu mama mwenyewe atawapanga hao majeshi. Kuna watu wana akili timamu kule, nakwambia. Wanaona kabisa haya sio maneno tunayokuwa tunastahili sisi, ambapo watu bado wako misibani maelfu na maelfu. Unakuja kuambia maneno ya namna hii. Bora ungekaa kimya, ukakaa chini. Wakazidi kupiga chenga hawa kina Mungu. Kaka, samani kidogo ni interfere kidogo hapo. Nadhani hayo maneno tuliyosikia leo anazungumza with confidence kwa sababu anajua watu. Endelea kaka Mike. Nimemshusha. Mimi sidhani kama ana confidence. This is not confidence. Confidence maana yake ni kwamba unaweka confidence kwa watu. Yeye sio mtendaji. Uwezo ukaweka confidence kwa kikundi kimoja cha tatisi ambacho unakifuga wewe. Una majeshi yasipokuwa haya majeshi, kwani ni watoto walizaliwa kutoka kwenye miti? Au utawatoa Sudani wote? Confidence unaiweka kwa nani? Mimi ninakwambia leo Samia kakasirisha. Sisi labda tumeshakasirika, tumeshamaliza. Leo kuna majeshi wengi wataendelea kusikiliza hivi vitu wanavyoviongea. Na kama kuna mmoja alikuwa yuko aeleweki. She has done it today. Ninafikiri wengi watajoin team, watamreject na watajua kabisa this is not a commander in chief. Pamoja na kujiita commander in chief, wanajua kabisa commander in chief anapaswa kufanya nacho. Jamani ndugu zangu, huyu ni mama ambaye amekwepa chaguzi za kawaida ndani ya CCM kwa kuwaogopa. Hao ni watu wa CCM, hawana silaha, sio wanajeshi, sio nini. Sasa fikiria wanajeshi. Mimi nawaambieni mtakuja kuona maajabu. Leo tarehe ngapi? Si tarehe 2. Tunaelekea kwenye tarehe 9 mpaka inafika tarehe 6. Mtakuja kuona maajabu kutokana na hii speech. Let us keep watching, stay tuned, mtaona. Asante sana. Asante sana kaka Mike. Kushukuru sana kwa mchango wako. Jamani, tunajua wote tuna kiu ya kuzungumza. Kwa hiyo tunapoingiliana vile tunapoteza muda, tunamtoa mtu kwenye mtiririko wake na tunachukua muda kabla ya kumpa nafasi mtu mwingine. Kwa hiyo tujizuie. Nimekushukuru ndugu yangu, lakini utapanda, ila naomba tujizuie. Tuache watu wengine nao watoe michango yao, tusikie mwisho wa yote tupate uamuzi wa pamoja kwamba tarehe 9 tuhamasishane, tutoke kwa wingi tukamalizane na huyu mwendawazimu Samia Suluhu Hassan. Hatuwezi kuongozwa na mwendawazimu. Akijisikia kushika panga anashika. Amepewa hayo mamlaka ya funguo za bunduki zetu, basi ameona alivyochinja watoto wetu na anaita bahati mbaya tu kwa sababu alifanya hivyo akiwa mwezi mchanga. Kwa hiyo anaita bahati mbaya. Wakati tunatafuta hata maiti ameficha, amechoma moto, ameua watu akiwa hai, amezika, anakuja kutuambia ni bahati mbaya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kama hakuna mia atakasirika na hili, basi huyo mtu pia naye atakuwa mchanga kama Samia. Uwezi ukaua malaiki ya watu ukaita bahati mbaya, alafu wakati huo wewe unasema walitaka kupindua serikali. So tarehe 9 Desemba. Sasa kwenye foleni yetu ya kuzungumza hapa nilimweka Dr. Slaa ili atusikie, akija kuzungumza apate pia kutuweka au kutupoza, maanake ni filosofia na ni mzee wetu na jina la wazee ndio hilo linatumika vibaya. Basi mlemba muuaji wa watoto wetu. Babangu Dr. Slaa, karibu sana. Karibu sana babangu Dr. Slaa. Basi Dr. Slaa wakati hayupo tayari, nitaka tu niwaambie hii hotuba ya Samia na kama kaka yangu alivyosema, tushukuru, msisahau kumshukuru Faza Kitima. Samia aliandikiwa hotuba, mimi nina hizo taarifa. Aliandikiwa hotuba ya leo walau aje kupoza mwendo wa hasira za watu kuelekea tarehe 9 Desemba. Lakini kwa sababu ya Faza Kitima ikabidi aachane na zile hotuba alizoandikiwa. Akaja na hii swaga ambazo katoapewa na kina Steve Mangele na huyo waziri ambao wao wanaona wanaweza wakashinda hii vita wakipambana na Mange, wakipambana na Chadema. Mnaona swaga zao zote wao wanaamini ushindi wao wote unatishiwa tu na Chadema. Yaani hawaoni kabisa shida kwa wananchi. Wao wanaona shida ni Lissu na misimamo yake ambayo sasa imechukuliwa na chama. Mnaona kauli za Heche. Kwa hiyo wanaona wamalizane na vijana wa Chadema. Sababu sasa hivi vijana wa Chadema huko mikoani ni mwendo wa kutafutwa na kutekwa wote, hasa viongozi kwenye maeneo mbalimbali ya Chadema.
Sasa tunaweza kuendelea. Nimekuona Marina hapa, nikupe moderate makini kabisa wewe na bora kwa wakati huu. Eh, Sasa mimi nilikuwa nataka tu niseme mchangiaji ambaye amepanda hapa hajazungumza, tafadhali wesha mic, maana nimepoteza namba, lakini wote mna haki ya kuzungumza. Kwa hiyo mchangiaji ambaye hajazungumza wesha mic. Elia, uko hapa muda mrefu, umeomba mic hujazungumza chochote. Loveness umepanda, LOA hujazungumza. Mamangu Wazo hujazungumza. Sijakusikia kabisa ukiomba na Marie. Kwa hiyo karibuni, wakati tunamsubiri Dr. Sara. Basi karibuni mzungumzaji. Elia, karibu. Dada Naomi, unanisikia vizuri? Mimi nakupata barabara. Asante dada yangu. Nachanganyikiwa, si nianzie wapi? Yani hotuba ya huyu bichura huyu naona imezidi kunitia hasira. Yani watu hapa ninapokaa hapa ni kama amemwagiwa petroli, wametiwa hasira kwelikweli kwa sababu ya maneno aliyoongea huyu ambaye wengine humu wanamuita mama. Ndugu zangu, niwaombe hiyo sifa ya kuitwa mama nyang'anyeni, itoeni kabisa hiyo sifa ya kuwa mama, asiitwe mama. Unaweza ukamuita tu muuaji kwa sababu ameshasema ya kwamba walitumia nguvu kubwa kufanya lile tukio la mauaji. Kwa hiyo maana yake yeye ndiye aliidhinisha yale mauaji, kwa hiyo huyo ni wa kumuita tu muuaji. Sasa jambo la kwanza nataka kuliongelea ni kwamba kama inawezekana, dada Naomi, sijajua ninyi kwa huko kama mnaweza mkaichukua ile hotuba yote alafu ikafasiriwa kwa lugha ya Kiingereza, alafu at least iweze kupelekwa hata ICC na kwenye vyombo vingine vya kisheria, kwa sababu ameongea mambo mengi yenye kudhalilisha hata mataifa ya nje, kwamba ategemei mataifa ya nje kwa misaada na nini. Ameongea mambo mengi sana yenye kutia hasira huyu muuaji huyu, la kwanza. Lakini jambo la pili, saa nyingine tunaweza tukawa tumekasirika sana kama nilivyokasirika mimi pia kutokana na hiyo hotuba, lakini ndugu zangu niseme tu kwamba sometimes Mungu ni fundi. Mungu huwa ni fundi ambaye anajua namna ya kutekeleza makusudi ya ukombozi kupitia sisi viumbe wake ambao ni wanadamu. Huenda Mungu ameruhusu tu yamkini Father Kitime jana aongee na yeye kutibuliwa kama alivyotibuka na uchizi wake na kuyaongea leo ili apate kuharibu zaidi, na katika kuharibu kwake ameonyesha maisha ya wale aliowaua si kitu. Kuna maneno aliongea kwamba enyi wazee, kama mngezuilia watoto wenu yote yale yasingetokea, kwamba wamekufa kwa bahati mbaya. Ameongea maneno ya kukaraisha, ni ya kusikitisha, ni ambayo ni maneno ambayo kiongozi yoyote ni kiongozi wa namna gani, kwa sababu serikali ya mtaa hapaswi kuongea. Hata kiongozi wa kuongoza labda kuku au mbwa hataki kuongea maneno yale, kwa sababu yanagusa uhai wa kiumbe. Huwezi kuongea maneno kama yale yenye kuharibu uhai wa watu alafu na yaongea kiasi kile kwa namna ya ovyo kabisa ambayo haifai hata kutamka. So hii ni gia mojawapo ya maandamano yetu ya tarehe 9 hii Disemba. Ni gia kubwa. Ni kwamba amezidi kuwasha moto, labda niseme hivyo, amezidi kuchochea. Yani kana kwamba sisi tuliweka ukuni mmoja jikoni ajili ya maandamano haya, yeye kaamua kujaza kuni zote, yani kaamua kuweka kuni, kamwagia na petroli, kaongeza moto zaidi. Yani ni kana kwamba ametusukuma zaidi kwenda kumng'oa kwenye kile kiti pahala alipokaa kwa uharamu wa kuua ndugu zetu na kujipatia madaraka kwa nguvu. Jambo jingine kwa habari ya maandamano haya ambayo tunakwenda kuyafanya tarehe 9. Naongea mimi, nipo ground huko. Ndugu zangu, narudia, hii chachu imeshachachua donge zima. Kwamba hii isiwe Dar es Salaam peke yake, kila pahala isiwe Dar es Salaam peke yake, kila pahala tutoke na mabango yetu, tena tukiwa na hasira kubwa kwenda kumng'oa huyu kiumbe muuaji ambaye hafai kupewa hadhi ya kuitwa mwanadamu. Hafai kabisa kupewa hadhi ya wanadamu kabisa. Ameshavuka level ya kuitwa mwanadamu. Huyu ni joka, huyu ni shetani, huyu hafai kuitwa mwanadamu. Anaongelea kwa habari ya maisha ya wanadamu kana kwamba amemwaga maji yaliyokuwa kwenye ndoo. Hafai kuitwa mwanadamu kabisa, huyu ni shetani, hafai kabisa. Kwa hiyo niseme tu kwamba tarehe 9 twendeni kwa nguvu zote, twendeni
kila mmoja aende na watu wake, aandae watu wake. Yani ondoka na kijiji chako mahala ulipo, usiende peke yako. Hakikisha unakuwa na spirit ya influence watu, uwe influencer yani wa hili jambo la kuokoa Tanganyika, uwe influencer kabisa, influence watu mahali ulipo, ongea na watu mahali. Wewe una jirani yako, hata kama umekaa mahali umepanga nyumba, una jirani yako pembeni, mwambie bwana, twende tukaokoe nchi. Una marafiki zako pembeni, mwambie twende tukaokoe nchi. Waambie, ongea na watu, twendeni tukaokoe taifa linazama. Ndugu, yani mpaka nakosa cha kuongea, taifa linazama yani linazama. Tusimwachie huyu kiumbe ushetani hii nchi, yani tusimwachie kabisa yani. Nao mimi nitaongea baadaye. Asante sana. Shukran sana. Okay, dada umeendelea. Kumbe kuna mtu hapa kunipokea. Mimi nikushukuru. Na naweza mamodereta hapo juu mkaendelea. Nimekuona dadangu Beach. Karibu sana. Nikushukuru sana. Kitu pekee mimi kwa sasa nimewaza kwenye ile video alocheza Munyi ni namna hao wanaojiita wakazi wa Dar es Salaam wanaoshangilia. Yaani wanashangilia ule ujinga ule mama anapoongea kwa kusisitiza kwa Kiingereza cha form 4 failure, who are you? Wakitoka pale wanaanza kuja kutulilia huku, nimeenda hospitali naumwa, si mtoto wangu anaumwa, tumenyimwa dawa, tumeambiwa sijui tukalipia mikasi na mkuu wa wilaya, sijui mkuu wa mkoa nataka kujifungua. Yaani ndio hao walikuwa wanashangilia pale wenye hiyo hizo shida, kwa sababu sisi wengine hatuna shida ya kutibia hata wazazi wetu. Lakini hao wakusanywa hapo ndio hao saa zote sasa kati ya CCM na Chadema. Ndio hicho tu walichofanya pale. Tuendelee moderate sasa, mnipokee na mimi nipate kumeza mate. Karibu sana moderate, mko wengi hapa. Hebu tuendelee. Kaka, niwasaidieni ndugu zanguni. Nakushukuru. What can I say? Yani tarehe tisa maandamano I think sasa yamepata nguvu zaidi. Every time maandamano yanapoandaliwa huwa anatokea mtu mmoja anayapa nguvu kubwa ambayo sisi tunakuwa tumeyapa nguvu, lakini mtu mwingine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye Mungu ameshaamuru kwamba Tanzania lazima itakombolewa, anatokea mtu anayapeleka kwenye next level ambayo like never before. It's happening. Yani niwaambie ndugu zangu wa sauti wa Tanzania, kivyo vyote itakavyokuwa, Samia Suluhu Hassan gaidi huyu Boko Haramu yani ameyasogeza maandamano kwenye hatua yenyewe kwamba sasa Watanzania wote mnahitaji kuwa barabarani. Yani kwa kweli kabisa, na kuongea wala mimi simchuki, ni kwamba ndo level alionayo, ndo kweli kabisa, level ya elimu, level ya uelewa, level ya kuwa na exposure, level unaongea nini wakati gani na kwa muda gani na nini niseme, level ya kuelewa Watanzania ni milioni ngapi, vijana ni milioni ngapi, na waambia nini. So ukisha kuwa kiongozi kama una hivyo vitu vyote, what do you expect? Yani unategemea nini yani? Yani tunaambiane ukweli hapa, tusidanganyane. Unategemea kwenye mdomo wa Samia aongee kitu gani yani? Kwa sababu Samia hajaanza leo kuongea vitu ambavyo anaongea kama utafikiri kama vile amelewa gongo. Yani kuongea vitu utafikiri amevuta bangi yani. Hata bangi na afadhali. Hajaanza leo. Yani kama kuna mtu alikuwa anategemea Samia atakuja kuliponya taifa kwa leo kuongea na wazee, ama angalau hata kuconsider kwamba kuna Samuel amekosea. Ukitegemea mdomo huu wa huyu bibi, huyu gaidi atafungua ongea hivyo, unakosea sana. Yani utakuwa sijui hujamfuatilia huyu bibi toka ameingia kwenye madaraka. Huyu bibi ni kama unajua wale wazalamu samani, lakini wazalamu ni watu wazuri sana. Watu wenye kushindana. I want to show you like yani ukipata yule mtu ambaye unajua kwamba nataka nikuonyeshe mimi ni somebody, yani yes I got all of this, mimi ni nani nitakuonyesha mimi. Yani yeye anabato na watu ambao wabato nao yeye. Yani kweli hii imetupa nguvu zaidi. Na kweli na Samia tunakushukuru kwenye hii. Imetupa nguvu zaidi ya kwenda kwenye maandamano kwa nguvu zaidi. Tukuondoe, lakini vile vile tuirekebishe Tanzania. Hatutakaa tupate rais tena wa namna hii. Tena na tena katika historia ya Tanzania. Haitakaa iwepo. Niongee na nyinyi wana CCM. Nyinyi wana CCM wa Lumumba. Huyu kiongozi wenu huyu bibi. Huyu kiongozi wenu bibi huyu. Anawaweka kwenye maisha magumu kweli. Kutoboa ni ngumu. Yani ni kama jini fulani ibilisi lilotumwa. Yani nyinyi hamtakaa msimame mbele za wananchi. Akiendelea kuwepo hata dakika mbili ni disaster. Ana mdomo mchafu, ana kauli nzuri, ajui aseme nini, yani hana chochote. Katika level ya urais, ni worst rais ambaye hajawahi kutoka katika historia ya Tanzania. Mwinyi, Mkapa, nani. Katika marais ambao tulikuwa nao, ambao wenyewe walikuwa ni CCM hivyo hivyo. Huyu ni kiraza ambaye hajawahi kutokea kwenye nchi ya Tanzania. Yani anaingia kwenye vitabu vya hali ya juu.
lakini kilichopangwa kimepangwa, hakiwezi kupingika. Mungu ameshaamuru kwamba Tanzania lazima ikombolewe kwenye mikono yake yeye, kwa sababu hana cha kuponya, hana cha. Lakini vile vile nimeingia na masikitiko makubwa sana, viongozi wangu wa vyama vya upinzani, hata kama mna njaa, hiyo lazima niseme, na mimi huwa siogopaji mtu. Hata kama mna njaa iliyopitiliza, hamkutakiwa kwenda kumpigia magoti kumwomba Viraila awasaidie ugali. Sio ungekuja mkatuomba sisi Sauti ya Tanzania. Unasikia na watukana matusi haya, naambieni matusi ya nguo hayo. Mmetoka huko mlipokuwa Ulaya, mlikuwa mna kitu, mkamwendea, mkampigia magoti, mkamuomba kidogo, hali ngumu ya maisha, pesa una mfukoni, ukaenda akakupa. Leo hii ndo namlipa haya. Hujaomba hilo tu, ulipofika hata huku Tanzania vile vile, ulipofika Tanzania hali ikawa ni ngumu zaidi, hamna, mkakosa pa kuanzia, ikabidi kwenda Ikulu. Ndo maswala ya viongozi kwenda Ikulu tulianza hapa Sauti ya Tanzania long time, tukaanza hadi kutukana viongozi kukimbilia Ikulu kwenda kuombaomba vipesa. Mnapigwa picha. Haya tuliyasema hapa. Tuliyasema hapa. Sasa sikia matusi hayo. Matusi hayo mama. Subiri. Vuta fuzi, tunakuhitaji sana. Kumbe leo pataa mambo ndani. Sisi wengine tulikuwa tunaema juu tu, baada ya kuingia tu kwa bahati mbaya tukakuta kelele zile tukatoka. Kumbe kulikuwa kuzuri huko leo, kaka Ruge. Vijambo kumbe vilikuwa vingi. Wameguswa. Wenje. Wameguswa. Wenje ni mwana CCM, hawezi kuongelewa Wenje. Ruge sasa nitaka nikwambie hivi ili uendelee vizuri. Wazaramo sio wachambaji. Wewe fikiria tu hawa Waswahili wa Zanzibar wameweza hadi kutengeneza muziki kwa njia ya michambo. Huwezi kuwashindanisha na Wazaramo. Wazaramo kelele tu nyingi. Endelea. Nimepata hasira. Hata kama tuna hiyo kwenye hiyo aliyochambua, hata kama tuna njaa, ndio kila siku tunalia na ndugu zetu wa Tanzania. Ficha njaa yako. Huyu anakupa kesho, atakusema anachokupa nacho. Umesikia? Mpaka viongozi wa dini nao wamefikiwa, anawaambieni. Yaani kiukweli leo kama kuna mtu hata akili yake haitamkaa kichwani, basi utakuwa wewe umerogwa, rafiki yangu. Kazi ya leo ilikuwa ni kuwabagaza nyote ambao mmekuwa mnaenda kumombaomba viera, kuombaomba msaada. Anawasaidieni alafu nyinyi mnashindwa kulipa msaada huo. Njaa za nini Watanganyika? Acheni hiyo mambo. Huyu kibaka hili gaidi. Ulijua kabisa likikupa kitu kitakuja likuseme siku moja. Vya nini vyote? Na cha tatu. Tulisema katiba ya Tanzania inatengeneza miungu wake. Speech ya Samia Suluhu Hassan imejaa mimi nimetoa, mimi nikaruhusu, mimi nikakupa, mimi ulitaka hili, mimi nikakufuata, nikawafuata hata huko Ulaya, mimi nikaja nikaongea mimi huko Ulaya, mimi nikatoa kipesa changu nilichokuwa nimepewa huko Ulaya nikakupa kwa sababu maisha yako yalikuwa magumu, mimi nikaruhusu nikatana yazo, mimi mkaomba turudi kwa usalama, mimi nikatoa, mimi nikakutanisha nyinyi, nikaruhusu mikutano ambayo ilikuwa imefungiwa, mimi I give you. What the fuck? Hiki kitu tulishawahi kukiongelea hapa ndani ya Sauti ya Tanzania. Na ndo maana tulianza kuona viongozi wengi wanamlamba matako. Ukishakuwa rais wa Tanzania unakuwa unakaribiana na umungu. And then you can see kama rais ana feel hiyo umungu. She think kwamba yeye ndiye ana provide everything. Sio kikatiba. Yeye ndio mwenye power. Ana she release the money, hata mishahara yeye. Lakini hiyo haijatosha. Vijana. Sasa maandamano ya tarehe 9 tunategemea vijana muwe wengi. Kwa sababu vijana mmeambiwa nyinyi hamna shida yoyote. Mnapiga tu makelele tu. Hamna njaa yoyote. Hiyo lazima tuambieni ukweli ili mpate uchungu mwingie barabarani. Tutatumia maneno ya Samia Suluhu Hassan kuwatia uchungu, hata kama ulikuwa umekaa nyumbani kwako, utaingia barabarani kesho kutwa. Si mnatujua sisi wazee wa hizo kazi. Tutatumia maneno yake aliyoyasema kukutia uchungu wewe uliokaa hapo uingie barabarani, kwa sababu haja kufariji kwa chochote, amekunanga tu mbele na nyuma. Sasa sasa unakaa nyumbani kufanya nini? Amesema hivi, vijana nyinyi hamkuwa na haja ya kuingia barabarani kwa sababu kila kitu mnapata. Mnakula vizuri, mnaishi vizuri, mnalala vizuri, mna kila kitu. What's the reason wewe kuingia barabarani? Nenda kaangalia huko kwenye nchi za watu vijana wanavyoishi. Hapa una milo yote afu bado unasema eti maisha ni magumu. Maisha magumu gani? Hilo ni jibu la rais anayejiita rais. Kuba babake. Tanzania sisi I think itakuwa ni nchi ya kwanza Tanzania kupata vilaza wa namna hii. Na mimi niseme Mwigulu Nchemba, hata wewe mwenyewe ni puppet. Na huyu Nchimbi na wewe ni puppet. Hebu angalieni rais wenu anachokiongea. Hebu fikiria, huyo ndio wewe ndio unamtumikia. Angalau hata wewe Mwigulu ulikuwa unaongea juzi hapa, unaminyamia kidogo na kitu na kugonga nyundo. Tunataka utoke. Lakini angalau ulikuwa unaongea na Watanzania. Angalau kuna kitu kinakuingia usema no, I can't say that. Siwezi kuongea hicho. No. Ndio nitaongea hivi, unajaribu kuficha. Mwenzako huyu bibi wa Kizimkazi ni kama yani amekata tunahitaji ile. Amekata nini? Amekata moto. Mimi ni kama amekata moto. Ni kama mtu ambaye ameshajifia tayari yani. Anaangalia mtu akufa naye. Akufanyia maisha yako wewe, hata wewe Mwigulu unasimama kwenye vitu pale.
akufanyia urais wowote. Ameongea yani, ukichukua alichokiongea Padri Kitime jana, ukachukua na rais na ukachukua sasa na huyu Kibaka, maana sasa hivi ni Kibaka kabisa, gaidi huyu, ni vitu viwili tofauti. Lakini ndugu zangu diaspora, na nyinyi mmefikiwa, amewagongeni na nyinyi, kwa sababu lazima uangalie maneno yake in a big picture. Uwezo ukachukua tu vitu vidogo. Amesema watu wengi wanaoishi nje na wenyewe wana stress zao za maisha, kwa hiyo wanataka kuandaa maandamano mengine ya maendeleo na wanaharakati na wengine watu kutoka nje na nini. Lakini hebu angalia maisha walionayo hawa watu wa nje vile vile. Astaghfirullah, lazima nikueleze Samia Suluhu Hassan, mimi nakula na kunywa na kunya, nafanya kazi zangu, nina biashara, nimejiajiri, ninapata hela, ninapata kila kitu, vacation naamua mwenyewe. Kinachonisumbua mimi, labda ukisema kweli kabisa, nikwambia kweli, labda kinachonisumbua ni ule upweke tu wa kwamba maisha tuliozaliwa nayo ya Dar es Salaam ilikuwa ni kutoka hapa nenda kwa mshikaji wangu Joni, oya mambo vipi mwanangu, bwana leo nini, leo tuchome kanyama kidogo nini, ama unasemaje? Hiyo ndio inanisumbua, na watu wengi I think wa Ulaya inasumbua hiyo upweke wa kuto upweke fulani, lakini sio kwamba tuna shida mzee, sio omba. Huyo sasa ni mimi, maybe mimi na vidogo, lakini nimeshuhudia, nilikuwa nataja before hapa ndani ya Sauti ya Tanzania. Kuna Watanzania wanakaa pale Atlanta Georgia, wanamiliki vitu mpaka wazungu wanaogopa. Ni Watanzania. Kwa hiyo usije ukatupia mizigo watu wanaoishi Ulaya yetu, wana stress, hawana pesa, wana maisha magumu huko wanapokaa kwenyewe ni pagumu, wanataka kurudi huku Tanzania na penyewe ni pagumu. Yani watu tayari ndio maana sasa wanapandikiza vitu vya kishenzi ili watu wakaandamane. Anamwongelea mtoto wake huyo aliyoko Victoria. Tumeleze tu bibi wa Kizimkazi kwamba maybe alikuwa ajui sisi tunaishi vipi, maybe ajui. Maybe ajui. Hakuna diaspora yote anayeombaomba. Hayupo. Sisi tumekwenda kwenye community nyingi, hayupo. Kwa hiyo tukisema tunataka utoke madarakani ni vile yale unayoyafanya, sio kwamba tuna wivu na wewe. Hakuna diaspora hata mmoja pale kuja Ikulu eti Chamwino kukuomba mheshimiwa nisaidie. Hali imekuwa ngumu huku Ulaya, nipe kidogo. Waliokuja ni washenzi hawa. Ndio kila siku tunawaomba, hata kama una njaa yako ficha. Waliokuja kukuomba kama ulivyosema, na ukatoa kipesa chako mfukoni ukampa kwa kufikiri kwamba ni mtu mzuri, sio sisi bana. Wewe unatuchukuliaje wewe? Ngoja tukukungute sasa tarehe 9 utoke madarakani kabisa. Actually sasa tarehe 9 imeboreshwa zaidi kabisa kwamba maandamano Tanzania ni tunahitaji ile inevitable. Hayazuiliki kwa staili ya aina yoyote. Samia Suluhu Hassan, she has to go. Ndio kauli ambayo ataielewa. Na ndugu zangu wa Tanzania, huyu bibi ambaye hata afu nyinyi mlioko Tanzania mnaona alivyowaua ndugu zetu kikatili. She don't even recognize hiyo kitu. She don't even give a fuck about it. Hata ongelea kuhusu ni kama vile ameua sisimizi, mbwa nyinyi, piga marisasi, ondoa mafia yote, tupilia mbali. Alafu anakuja kujibu hivyo. Gani hata kukunua mino wewe? Mwenzake anakunyoshia kidole cha kati hivi kwamba go fuck yourself. Huko hapa tu unapiga. Yani anatudharau Samia Suluhu Hassan katika level ya mwisho. Sasa rais wa namna hii, ngoja tumpe ujumbe. Na watu mnamfanyia kazi na nyinyi mna akili kama mnafanana. Mnamfanyia kazi mtu kama huyu, akili itakuwa mnafanana nayo. Kwa hiyo kuanzia leo tumwasamee. Ukiona jitu liko linamfanyia kazi huyu, na wewe ni hivyo, maskini ya Mungu. Mungu akusamee maskini. Ujujui. Tumwambie Samia Suluhu Hassan, maandamano ya tarehe 29. Mimi hatujakugusa vile kweli tunavyotakiwa kugusa. Yaani hatuja kushika kwenye sehemu hiyo yenyewe. Yalikuwa tarehe 29, unachokiona kile ilikuwa ni picha tu. Hicho ulichokisema leo umetudhirishia kwamba kumbe bado hatujakugusa, yani hatujakutetenya kwenye hilo lenyewe. Hilo linyonyo ila hatujalivuta hilo. Sasa subiri tarehe 9 tunalitekenya hilo nyonyo lako hilo. Vizuri, yani tukuguse usikie kwamba tumekugusa sehemu yetu. Tukipiga sehemu yetu za Samia, mtaona kama atakuja. Hata kama simama hata kwenye mbele ya kuongea chochote. Ni lazima tutafute the way kumfunga huyu mdomo. Ama tumfundishe jinsi ya kuongea na watu milioni 70. Kuanzia baada ya tarehe 9 akisimama kuongea na watu hata kuwepo maybe. Hata kaongea anavyoongea hivyo. Wazee ni dharau. Yaani mtu anafanyia dharau mbele yenu, mpo wazee mnatekelea na mamvi kibao kichwani wazee. Nyie mnajiita wazee wa nchi hii. Yaani ameua watoto wenu, wajukuu wenu, ndugu zenu. Hata she don't even recognize that one, but anaendelea kusema watu wamekosa maadili. Ndio maana tumewaueni. Lazima ujue, tujifunze Sauti ya Tanzania kusoma hizi big picture. Haya maneno lazima uyapanue upana zaidi. Usiyachukulie tu pale kwamba ameongea hivi. Lazima ulipanue liwe refu. Ulielewe huku chini na huku juu. Samba ambaye ameua wajukuu wako, ameua watoto wako in cold blood, alafu akaenda akawafukia kwenye shimo wote kwa pamoja na ligereda. Alafu akaendelea na maisha. Alafu anaongea na nyinyi tena na wala hata hiyo kuua hiyo. She even talk about that one. Anaongea na nyinyi wazee, malezi ya watoto mnavyowalea watoto wenu. Ndicho anatuambia kwamba vijana tumegundua kwamba sio wazalendo, hawana malezi. Kwa hiyo tunaomba kuanzia kwenye familia zenu nyinyi, malezi hawa vijana wa Gen Z hawa yawe mazuri, kwa sababu tumegundua hawana malezi. Wanalishwa kila kitu.
hawana shida, wanakula vizuri, wanakunywa vizuri, wanakula vizuri, wanakunywa vizuri, wana nini? Alafu wanaingizwa mkenge, wanaingia barabarani tu. Hayo maneno lazima tuyatumie ili uumie sasa hivi. Wewe uumie. Nataka hapa watu waumie. Ndicho ninachokitaka mimi. Nasema hivi maksudi, uumie ili ukitoka hapa uhamasishe watu waingie barabarani tarehe 9. I'm saying this purposely. Lazima nikueleze. Ili roho ikuume. Ukitoka amsha mkonga. Wapigie watu kwamba tarehe 9 toka. Usipotoka mimi na wewe sio ndugu yangu, tumemalizana. Hii Kaka Ruge, lazima. Kaka Ruge, pole Kaka Ruge. Nataka kusema kwamba samani na nimeingia, lakini pole Kaka Ruge, pole wa Tanzania. Nasema tu kwa haraka kwamba nimesikiliza hotuba ya Samia. Kisikiliza yote kama ukapata muda. Ni kama mtu ambaye ameenda kwenye msiba, badala ya kuimba, kuwafariji watu, anaenda kuwapasha, kuwakebehi. Yaani nimekaa nikasema, Mungu tusikie sauti yetu. Unaenda kuwapasha watu ambao wamefiwa. Unawapa mipasho. Unawaambia, kwa nini hamkuwazuia watoto wenu? Jamani, Watanzania, tuko na hali mbaya. Samahani Kaka Ruge, nimeingilia nasema alafu nitaondoka. Tuko na hali mbaya Watanzania. Samia ameenda kumwagia mafuta ya taa kwenye moto. Ameenda mwenyewe kumwagia mafuta ya taa kwenye moto. Watanzania, tuna hali mbaya. Pole Kaka Ruge. Haki lazima itendeke. Watanzania. Nilikuwa nashangaa wale wazee, wengine walikuwa tu wanasinzia pale. Yaani kama tu wamepelekwa. Wanapiga makofi anaposema, hao watoto wenu hawa kwa nini hamkuwazuia? Jamani. Samia, kwa nini unataka nchi iungue? Samia, kama kuna mtu hapa anasikiliza, mwambie Samia amechochea moto. Ile hotuba yote alikuwa anamwaga mafuta kwenye moto. Na sisi Watanzania ambao tunaombea nchi yetu at least iwe na amani, kitu ambacho tumekisikia leo. Nchi yetu imechochewa moto, na moto aliochochea ni Samia. Naomba kama unanisikiliza hapo, kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini? Kweli unaipenda Tanzania? Hivi ni kweli unaipenda Tanzania, Samia? Why? Jamani, hata nyinyi ambao mko karibu naye, kwa nini msimwangalie tu vizuri mkamwambia unachochea moto? Kweli sisi wa Tanzania tulikaa kabisa tunataka kusikiliza analokuja kusema kwa ajili ya kufariji watu wanaolia kwa ajili ya watoto wao. Umeenda kutupa mipasho kweli? Sasa mbona umewasha moto? Kweli utalaumu watoto? Unawalaumu waliokufa, waliouawa? Unatuambia kwa nini hatukuwakataza? Jamani, Samia, poleni wa Tanzania. Kaka Ruge, endelea. Samani kidogo I nitaka say, kuweka mimi Kaka Ruge. nimalizie tu kwa sababu yote nimeyasema. Nimalizie kwa kusema hivi. Kitakachomsaidia Samia Suluhu Hassan kuanzia sasa hivi ambacho nimegundua. I think nimegundua tatizo alilonalo. Na dawa nimeipata. Na wote ambao mmesoma mtaelewa akili ina kinachomsumbua. Samia anahitaji mwanaume wa kumpiga miti. Sasa sijui atatoka wapi. Yaani ampige miti huyu bibi, akili ikae, akili imeruka. Yaani I'm sorry sijawahi kuongea vitu vya namna hapo kwa sababu Tanzania. The only thing ambayo inaweza ikamponya huyu bibi. Mimi I think now anahitaji mwanaume wa kumpiga miti. For sure 100%. Huyu huwezi kumshauri, huyu huwezi kumwambia kitu chochote, huyu hamna chochote unachoweza kumwambia. Na kwa kumaliza, hiyo ndio itakayomsaidia. Lakini cha pili, Mwigulu Nchemba, Nchimbi, kabla tujafika tarehe 9. Kabla tujafika tarehe 9 yani. Yaani kabla tujafika hiyo tarehe 9.
mnahitaji kumpokonya huyu bibi kijiti haraka sana, aondoke kwenye hicho kiti haraka sana. Huyu anafanya maisha yenu yanakuwa magumu zaidi, kwa sababu tarehe 9 tutafika, lakini tarehe 9 itakuwa mbaya zaidi kuliko hata tarehe 29. Sasa hiyo nyinyi mna akili kidogo, nyinyi ni Watanganyika wenzetu, hata kama mmetoka na UCCM na vitu gani, ni washenzi, lakini angalau mpokonye kwa nguvu, msukumizie, mtoe kwenye hicho kiti, mwambie kwa nchi ipo baki hapa, I think we have to do this way, there's no way. Mkiendelea kumchekea huyu bibi anatieni vidole vya matako, lakini na nyinyi mtashughulikiwa, mtaonekana ni sehemu ya huyu bibi, labda na nyinyi mnahitaji wanaume, I don't know, kwa sababu anachokisema huyu ndiye anawaongozeni nyinyi nyote, nyinyi ambao mmewatengeneza nyinyi batili nyote. Kwa hiyo tunawapima nyinyi kufatana na huyu aliyoko mbele yenu, kwamba hii ndio serikali yake, ameona kwamba yeye akili yake inafanana na nyinyi. Sasa labda na nyinyi mnahitaji kupigwa miti maybe, kwa sababu huyu dawa hiyo ndio itakayomponya. Samahani ndugu zangu wa Sauti ya Tanzania, sijawahi kuongea hivyo, na nyinyi mkae mlifikirie, nenda kasikilizeni, mtaona dawa alionayo huyu bibi, anahitaji bwana. That's it. Samahani kaka Makti, karibu endelee. Kidogo tafadhali, samahani. Halo. Tuende kwa mpango. Kaka Mike, kama unakumbusha kitu basi nitakuachia, lakini ukitoka wewe hapa na tafadhali sana naomba anakuja Brenda and then anakuja Loveness. Tuende kwa huo mpangilio tafadhali. Sawa, nitaka kuwakumbusha wasikilizaji kwamba asilimia kubwa ya watu waliuawa majumbani kwao, na wengine watoto walikuwa mitaani tu wanaenda kuemea na kufanya shughuli zao. Huyu Jezebel wakati anaongea, mimi nimemsikia akiongea akiwahukumu waandamanaji peke yake. Sasa sijajua kama either wanaomwambia vitu wame give up, wameshaona huyu ni mtu useless, hawezi kuelewa kitu chochote, au labda anajua wanamwambia lakini hajali, kwa sababu nimesikia ana address watu anawaweka kwenye bucket moja. Yani kwa nini msiambie waandamanaji kwamba wasitoke, yani hapo tuwashumu kwamba waandamanaji ni kosa la kustahili kuuawa. Yani nilitaka tu kuwakumbusha hilo wakati tunaongea tuone tuna discuss mtu gani, yani mwenye akili gani na uwezo wa kuelewa. Lakini pia nimeona viashiria kwamba labda alikuwa amelewa, yuko sawa kichwani. Tuendelee. Endelea kwenye hili swala la kulewa. Mimi mamangu alikuwa anafanya kazi kwenye shughuli zake. Kuna wakati walitembelewa na Nyerere asubuhi saa 4 zile, akawa anamuonyesha ile mwenyeji pale, meneja unawatembeza. Anasema katika kitu hatosahau katika maisha yake ni namna Nyerere alivyokuwa ananuka pombe asubuhi ile. Kwa hiyo hao watu wakikaa pale Ikulu, sijui kwa nini wao wanapenda kuwa walevi sana, sijui hata nini kinachowapa umuhimu kwamba ukiwa rais pombe inasaidia kwenye 1 na 2. Nafikiri hilo pia tungepata mtu ambaye mkweli akaja akatusaidia, sababu inaonekana kama ni ndio utamaduni, ukiwa pale unatakiwa uwe mlevi. Sababu mimi kwa naamini Nyerere alikuwa mwanamume Mkristo. Mkapa, Kikwete, Mwinyi sijawahi kusikia, sababu sijawahi kusikia mtu akiwaongelea hata kama ni walevi. Lakini mimi mamangu ameshawahi kukutana na Nyerere kwenye shughuli zake asubuhi, akiwa kama mgeni rasmi kumtembeza pale, akawa ananuka pombe ile asubuhi, na hicho kitu anasema sitakuja nisahau maisha yangu yote. Na ndio maana mimi nasema hata kifo cha Nyerere kwamba amekufa baada ya kupata sijui kansa ya ini, nikajua ni kwa sababu ya yale mapombe na masigara alikuwa anavuta sana. Kwa hiyo tunaweza kuendelea. Nitaka niongezee tu hapo, Ikulu kuna nini mpaka watu wanakuwa walevi? Ukichukulia huyu ni mwanamke anavaa hijabu, anasema ni Muslim, na tunapewa hizi taarifa za ulevi mpaka na wasaidizi wake walishasema, kina Umi Mwalimu, kwamba Samia ni mlevi sana. Na ni Muislamu mwenzie yule dada, na alikuwa best friend yake. Shukrani, tunaweza kuendelea. Asante dada Naomi. Asante. Naona Brenda ndo alikuwa anafuata, simuoni hapa juu. Loveness, karibu, unaweza kaosha mic ukaendelea. Hello, dada Loveness. Asante, nashukuru. Yani sijui hata nianzie wapi, Mungu wangu, maana nahisi hadi kutetemeka mwili. Kwanza nashukuru dada zangu, kaka zangu kwa mijadala hii inaendelea. Nimekaa muda mrefu nasikiliza. Na pia Samia sikuwa na muda wa kumsikiliza sana huyo kibibi. Lakini yani nimepita tu sehemu mitandaoni, nimekuta hiyo neno lake la mwisho kwamba wamejipanga tena kwa sababu ya tarehe 9 kupambana na waandamanaji wa tarehe 9. Yani najiuliza, yani huyu bibi yani bado ana nguvu tena ya kuja kuua watu wengine. Yani mpaka najiuliza haya maandamano ya amani tunayoyapanga, mimi naona yani hata yasiwepo tena maandamano ya amani, kwa sababu hii ni tayari ameshatutangazia vita nyingine. Tutaenda kwa amani, si ndio tutaenda kuuliwa kama mwanzo? Maana kwa tuliotoka barabarani, hali iliyokuwepo barabarani tuliiona. Mtu anachukulia simple kabisa
Yani simple like that. Yani anachukulia ni jambo la kawaida sana. Eti mlitaka tufanyeje? Mlitaka tuache? Yani kiukweli najikuta yani hata sielewi niongee nini. Yani nimejikuta mpaka hata sielewi. Naona ni kama akili yangu ime Naomba mwingine kwanza aongee. Nitaongea tena. Nitaomba tena kuongea maana sasa hivi naona kichwa changu hakijakaa sawa. Yani Samia jamani. Yani watu wote waliokufa vile, watu karibia 4,000 wamekufa wakiwa majumbani ambao hawajaandamana, hawajatoka, watu wameuliwa wakiwa wanaenda madukani kwenye mageti yao, wakiwa ndani. Nadhani kila mtu alikuwa anashuhudia zile video. Sehemu niliyokuwepo mimi nimeshuhudia wanajeshi wakiingia mtaani kwa watu kabisa mtaani. Wanapiga risasi watu. Yaani mtaani achana na barabarani, mtaani. Maeneo ya Bungo Maji pale, mtaani wanajeshi wanaua watu mtaani. Watu hawajaingia barabarani, wanawapata kwenye majumba yao. Jamani, yani sijui hata niongee nini. Naomba mwingine aendelee kwanza, nitarudi maana nahisi hadi kifua nahisi kupasuka. Ninaomba tutumie hiyo kitu kama yani kama kuhamasisha maandamano kabisa, moja kwa moja watu watoke tarehe 9. Yani haya aliyosema tuyatumie kama fimbo ya kuamsha watu, kuwatia watu hasira, ili kama kuna mtu alikuwa bado ana wasiwasi tarehe 9 atoke yeye, mdogo wake, mjomba, babu yake, yani familia nzima yote iwe barabarani. Na tunavyojua barabarani ndio sehemu sahihi, sehemu salama. Samia ameandaa majeshi kuwaueni majumbani, mkikaa majumbani. Akitangaza curfew ni maksudi kwamba anataka kuulie nyumbani kwako. So ninajua wewe you are not that stupid. Utakaa nyumbani ili ufie kwenye sebule. Ni bora ukafia maandamano. Najua wewe sio mpumbavu kiasi hicho kufia ndani. You are not. Sasa tutumie maneno yake kuamsha sasa. Yaani ndio ngoma inaondoka sasa. Ubababaki. Uchungu tushike na tuna hasira kweli. Ruge, Ndio twende nayo hiyo sasa. Ruge, mimi nataka niongee na nyinyi wageni wa Samia. Je, mko pale pale tuhamasishe maandamano ya amani? Swali. Salama. Salama. Jamani, nimemsikia kaka Ruge kabla sijakocha Mbuga uendelee. Kama tulivyomsikia kaka Ruge amesema tutumie hii kama nguvu, kama yani mafuta. Yani ndio hii iende katuendeshe hiyo tarehe 9 Disemba. Umjue kwamba tuna deal na watu ambao ni wagonjwa wa akili. Samani kuna comment hapa nimesema kwamba mtu anasema itatufanya sisi wanawake, itakuwa ngumu kushika uongozi. Mimi naona hii sio gender issue jamani. Kuna wanawake wanaweza uongozi vizuri tu, na kama tunavyoona hao wanaume huko ndani mbona hawaongei, na kama tunavyojua watu wanasema kwamba ni Abdul ndo ana run hii show na ni Kikwete ndo ana run hii show. Huyu mama ni shetani, lakini ni huyu mama. Na kama tunavyoona CCM imekuwa ikirun hii show hivi, yani siku zote hizi ni hawa wanaume wakiwa wako madarakani. Tusifanye hii vita ya kijinsia. Kuna wanawake wanaweza, kuna wanawake washupavu, kuna wanawake wenye wisdom. Hii issue ni ya CCM nzima, lazima waondoke. Na sasa hivi jangili mkuu wa CCM ni ile jitu ambalo limeonyesha si binadamu wa aina yoyote. Wengine wanasema hawajaongelea hata wale mashe ambao walikuwa wanasema watakata watu vichwa. Openly wanasema wazi watakata watu vichwa. Hajawagusa wale. Na anakuja kugusa wachungaji ambao walikuwa wanajaribu kuokoa maisha ya watu. Hata nyinyi polisi ni kwa mashetani jamani. Mimi dada Tuzo, mimi bado nawaza hiyo Joho kwa nini alizungumzia kama kitu kwa namna alivyozungumzia. Unajua bado natafuta tu kuelewa alikuwa anataka nini kwenye hayo Joho. Mimi aongelee. Naona kwamba walivyokuwa wanajaribu ile propaganda yao ya dini ilifeli. Kwa hiyo sasa hivi wataingia na propaganda ipi nyingine? Kitu gani kingine utafanya? Anajua kabisa, wao nafikiri hawaoni huko mitandaoni. Anajua ile statement ya jana ilichofanya. Anajua ile statement ya jana ilichofanya kwamba kanisa Katoliki wamemkatalia. Karibu Mbuva. Mbuva ndio alikuwa kwanza kuongea. Karibu. Amesema kwenye majibu, namwambia dada Naomi, amesema kwenye uongozi wake matamko yamekuwa mengi ya teki, matamko matatu ya teki kwenye uongozi wake. Kama kuna huko nyuma uongozi zilizopita, mbona kuongea? Kwa nini yeye? Yaani huyu mama anatakiwa kushikwa na kunyongwa hadharani, hatakiwi kabisa kutuongoza. Yaani Watanzania tungekuwa sisi kweli kama wenzetu wa Kenya, hata kesho alitakiwa tuende tukamue pale, ila kwa kuwa sisi tunapangaga tarehe, hata tungoje hiyo tarehe 9. Huyu alitakiwa hata leo asilale, watu waingie barabarani. Huyu ni shetani ndani ya mwili wa binadamu.
is not a human. Huyu hafai. Asante. kabisa kabisa, Tuzo, dada Mbariki. Tuzo, Ndio, Anne-Marie, yes. naomba kitu kimoja, samahani, naomba kitu kimoja tufanye cha msingi zaidi, kwa sababu sisi hapa tupo tuna moderate, so we can talk anytime, na wakati wa tuna chip into we can always say something. Kuna watu ambao wako hapa walikuwa wanataka kuongea muda mrefu sana. Kwanza Brenda aliongea au Loveness ameongea kabla tujampisha mtu mwingine? No, Brenda alitoka, Loveness Brenda alitoka, alishaongea. Loveness yupo. Lance Loveness, alishaongea na alipass the okay, mic. Alafu sasa okay. hivi ni Mbuva ndo anaingia Mbuva. kuongea. Yes. Karibu kaka Mbuva. Habari zenu dada Mbuva? Salamu sana. Dada Mbuva karibu. Kila mtu mnasema Mbuva, dada Mbuva. Sasa jamani, sikilizeni, sijamsikia huyu, nimeamka nimesikia maneno mawili, kwa hiyo mwenda wazimu imenifanya nikae chini nipige makelele. Nimeamua niongee humu ndani. Kuna mmoja ananiambia mtu wa strategy, aliniita mtu wa strategy. Sasa aanzae amesemaje ile alalaye ukimwamsha utalala wewe. Aanzae umalize. Mimi nipo na kaka Jay toka mwanzoni kidogo namsikiliza anasema maandamano ya amani. Wakati tumeanza wakati ule nimesema maandamano ya amani, najua kwamba watakuwa wamejipanga kuja kutua. Nikawa naambia naomba mwe mna tujimilikishe wenyewe tunapokwenda, tusende wapumbavu kama wajinga, yani tusiende bila tuna vitu mifukoni, tuna kila kitu. Kwa tunarudi kule kule manati yapo, watoto wajifunza manati. Kama sisi, mimi ni old school, manati yapo. Yule ana shabaha na bunduki, unaona manati unaweza ukamlenga kama anavyokulenga wewe, wala msanii utamtilt. Kuna pressure kwenye uko unapiga bunduki, ukipiga lazima ucheck. Those are SMGs, ziko ngumu, ziko zina power, kwa hiyo unapiga lazima ucheck. Kwa hiyo watu wanaanza kuwafikirisha watoto wanaotoka barabarani hivyo vitu, kama nilivyosema, kiberiti na utambi lazima tuone hapo mifukoni. Sasa mawe zile nani za mabomu, si vitu gani, lazima watu wawe navyo, sio watembee navyo, kwa sababu tukitembea kwenye mifuko na nini hivi watatufuata tutakapoanza kwenda, kwa sababu watu tunasema tunataka kutokea Mnazi Mmoja, wote tunaelekea Mnazi Mmoja sana, kwa watatu target hiyo tarehe 9 tayari kwa vitisho watu mpuzi leo. Wamejipanga kutua. Kwa hiyo tunaposema tunapotokea Mnazi Mmoja, nadhani tarehe 9 itakuwa ngumu kufika Mnazi Mmoja, kwa sababu watakuwa wameshavuruga watu. Ni ndugu zangu wanaishi Kimara kule, walisema tarehe 29 Kimara by saa 2 walikuwa wa polisi walishaanza barabarani, sababu watu walikuwa washasema wapige kura. So wengine waliosema wameanza kupiga risasi saa 9 saa 10 jioni. Watu wa Kimara walianzishwa asubuhi sana. Kwa hiyo naomba watu sasa hivi Watanganyika, sio Wazanzibari upande wa pili, tujipange, tuwe na vitu mifukoni, tuende kuwawasha vile vile. Naomba tusikimbie mitaani, huku ni kwetu, tunajua tuliko huku mitaani. Wakitufuata mitaani, naomba tusiwaoga, tuwaue. Naomba tuwe na mishale, mikuki, vitu vyetu vya jadi. Naomba tu strategize. Kuna wale tuliopitaga JKT, tulipitaga Guide, tulimbaga Imimbo, kuna vitu vingi vya zamani. Naomba tuwasaidie wenzetu ambao hawajui mikakati ya kuweza kujilinda katika kukimbia. Ukimshika mmoja, ukamaliza mmoja kama walivyotumaliza sisi, ukimaliza mmoja wale wengine mapolisi watakimbia. Tunapokimbia wanaweza wakatudaka, wanatua kwa nyuma. Na kama yule mama alipigwa nyuma, watu wanapigwa nyuma. Tukianza kuwageukia kwa numbers, kama wale mama sufuria wajifunge kwenye kichwa, tujue jinsi ya kuna nini meto ina diverge, kuna meto fulani zina diverge bullets, tuanze kuangalia, tufikirie hivyo vitu. Lakini safari hii tunapotoka, na waombeni tu retaliate, tusikimbie kama wale ma strategies mlioko nyuma. Tunajua addresses za watu, lazima mwapeleke moto safari hii. Kama tunaweza kuchange kwenye masharti, tuna malisha ambayo ni deception, ndio kufanya deception. Tunaweza tukaamua tarehe 9, tarehe 9 iko kubwa. Tarehe 9 ya San Diego sio tarehe 9 ya Dar es Salaam, sio tarehe 9 ya China. Lakini yote ni tarehe 9. Kwa tunaweza tukaamua tarehe 9 moja hiyo tunayoanzia sisi ya uhuru wetu, tukaibadilisha, sababu wanatusubiri, tukaanza kuibadilisha kidogo, tujue tuna masama gani tunayafanyia. Lakini lazima tutoke, ama sivyo ujinga. Kingine nawaomba sana, mimi Muislamu mzee, sina katibu, sina mwenyekiti. Mimi naingia msikitini na swali natoka, ndo nilivyofundishwa. Hatuna vitu kama hivi. BAKWATA naomba mfikirie kama ni kinawawasilisha Waislamu. BAKWATA ni kama UVCCM, ni kama UDWT, wote tupo humu ndani. Kuna watu ambao pia ni CCM,
wamekaa kimya kwa sababu huna jinsi. Kuna upumbavu unaoendelea. Nimeona kuna watu wamesoma wote wengi, kuna wasomi na sio wasomi, wanaandika Tanzania is a sovereign state. Kama sisi ni sovereign state, hatuwezi kuwa tumebakwa na wapuzi hapa. Tunaomba tukawatembelea hawa watu, kwa sababu ndio kiburi kinakotokea huko. Kuna watu kama 5 6 inabidi watembelewe hapa kabla, lazima tuwawinde, kwa sababu wao wanatuwinda, wao wanatuua. Na tarehe hiyo 9 naiona mbali sana saizi kwa maneno yake ya leo, na tunaomba tuandike, yani propaganda anayoweka hao sasa hivi watu kama sisi mapuzi, naomba tubandike, kwa sababu sio watu wa nje waliotoka barabarani Dar es Salaam na Mwanza na Arusha. Naomba tuanze kuandika hivi vitu, naomba kama tunaweza tukaandika budget scheme, not budget scheme, salary scheme za wapuzi, ili Watanzania wana visualize waone vitu kama hivyo. Lakini tarehe 9 kama ni tarehe 8, tarehe 7, hata kama ni kesho, tukitoka tusitoke kizembe. Na waomba sana wenzangu, tukitoka tusitoke kizembe. Tumeshaambiwa leo, yani kufa ikunu naliwa unaliwe, tutatoka kwa amani, kwa utaratibu, lakini kwenye kwenye vichwa vyetu tunajua watatuwasha. Kwa hiyo wakituwasha, we shouldn't run. Safari hii tuwakabili wenzetu, maana ni wenzetu. Ukimjua ni baba fulani, nenda nyumbani kwake, unajua, kwa sababu wanaotua ni tuko nao mitaani. Kama ndugu zao tuongee nao wasitoke, lakini ndio hivyo. Mapolisi wataenda watakuja kutua, tunawajua hawa. Na mpaka saizi nimechanganyikiwa, wale watu 6 waliokuwa wanazunguka kwa tule, yani tumeshindwa kuamudu. Nimeona tu mmoja aliwekwa kwenye video hizi akaja akajitetea, sio yeye, afikafa kimya kimya. Kwa hiyo naomba, yani ni hivyo tu, kwamba tunapotoka saa 9 tusitoke kizembe. Wamejipanga na sisi tujipange vizuri tu. Safari hii tuko wengi sana, tulipita JKT, kumbukeni hicho kitu. Asante. Alafu nilikuwa kuna kitu alikumbusha alikuwa anaongea. Amesema nisamee ndugu zangu wote wa Tanzania, kuna vitu vingine vinachekesha. Amesema maandamano ya Mbowe, anakwambia yale ndio yalikuwa ni maandamano kwa sababu unasindikizwa vizuri, unakuja na mabango yako, unatoa taarifa, ukishamaliza kutoa taarifa unakwenda nyumbani unalala, sisi tunashughulikia vitu vyako. Huko kijana anakwambia hayo ndio yalikuwa maandamano. Mimi niwaombe wana wote wa Tanzania, mkikubaliana, mkinikubalia, mimi naomba mnipe kazi moja. Nitafunga mdomo, nitafunga na uso. Mnipe huyu bibi nikamshughulikie wiki moja huko Bukoba, nimtoe ugwadu, alafu akirudi hata kwa anaongea hivi. Mimi kwa kweli nyie mfuatilieni, mtakuja kuona kwamba tatizo liko hapa. Kabisa kabisa. Maandamano ya Mbowe anasema ndio alikuwa ndio maandamano, haya yalikuwa maandamano. Haya ndio maandamano ya Mbowe haya, ambayo yeye ameatukana kwamba alikuwa ni ya kutoa kisukari. Hata leo amesema hivyo hivyo, unakuja unatoa kisukari chako, unatembea, umeshikilia bango, umevaa laba yako, hata laba haitaguswa. Kama hivyo toka dukani ndivyo hivyo, tunakupa maskari ulinzi, unakwenda pale unaongea unachokiongea, ukishamaliza unarudi nyumbani unaenda kulala. Nakubaliana na Jay, maandamano ya tarehe 9 sio tena, hatuwezi kusema ya kisukari. Hapana, yatakuwa ni maandamano tofauti ya tena kumbusu yeye Samia Suluhu Hassan. Hii masuala ya maandamano ya amani, huu ni samahani, naishia hapo. Basi nimeishia hapo ndugu zangu. Tuendelee. Aendelee mtu mwingine, samahani kwa kuingilia, kwa sababu kuna kitu alivyokiongea huyu dada Charles, unaweza ukaendelea. Hakuna tena maandamano ya amani hapo. Oh, asante kwa kunipa mic jamani. Jamani, barikiweni wote. Kwa muda huu mliosikiliza hotuba, na poleni sana kwa wale ambao mioyo yenu kwa njia moja au nyingine imesinyaa, lakini ushindi ni wa kwetu mpaka sasa hivi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa waliotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu aendelee kuwa rehemu. La ilaha illa Allah, kwa hotuba ya Mheshimiwa Rais. Kwa wale wa Katoliki wenzangu, tunasema roho za marehemu zipate rehema za Mungu, zipumzike kwa amani. Amina. Damu ya waliokufa Samia inamuandama vilivyo. Mimi kwanza nimpongeze Jaidi haramia mkubwa wa kimataifa kwa kila anachokisema. Anajishtaki mwenyewe na inakuwa laana pamoja na upumbavu. Nimeshamtagi Laura Modo, nikamwambia Larry, hiyo hotuba kama unaweza wewe unajua Kiswahili, kama unaweza iweke rekodi kwa CNN, maana yajayo yanafurahisha. Mimi mwenyewe nimeshikwa na kitu fulani, lakini nimshukuru yeye kwa ujinga wake, ametusaidia. Na nakumbuka nimeona chat room, kitu ambacho nilikuwa nataka niseme, kuna mtu ameandika pia, ametusaidia sana. Tumshukuru pirates wetu, yeye anadhani anatutesa, lakini anatuokoa na anatufikisha katika nchi ya ahadi bila yeye mwenyewe kujua. Sasa mimi labda nimshukuru, na poleni kwa familia ambazo zimekutwa na misiba.
na zimeendelea kumsikia huyu nduli akiongea upumbavu. Huyu mama ni jeuri, huyu mama hana heshima. Huyu, sorry kwa kuita mama, I'm so sorry. I think unajua ukilelewa katika familia nzuri tena unakuwa unajisahau kwa huyu haramia unamuita hivyo, lakini huyu nduli amethibitishia dunia na wale ambao walikuwa labda wanapinga, wazee walikuwa hapo pale wamemuona. Lakini anyway, binafsi labda nimshukuru tena na tena, na nafikiri tutakavyokuwa tunaendelea mpaka tarehe 9, wanasema ukichelewa kufa utayasikia na utayaona mengi. Kama tunavyojua sikio halilali njaa. Kwa hiyo pole kwa marehemu wetu, lakini mimi naamini zile damu zitanyanyuka ile siku. Hiyo siku ya tarehe 9 tutakuwa wengi ajabu mno. Hiyo siku ya tarehe 9 Disemba, wale waliotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awape miili na roho mpya. Tutainuka nao, tutaenda kuandamana. Watu watakaotokea pale mtajiuliza hawa watu wametoka wapi? Alafu kitu kingine, kabla sijaachia mic, kumkaribisha mwana Clubhouse yoyote aje kutoa opinion zake au ushauri vyovyote vile, ningependa kuambia kitu kimoja ambacho mimi leo nilichelewa kukifanya kwa sababu hotuba nilisikia katikati, ila next time Samuya akiwa anaongea, tukijua anaenda kuongea live au mpumbavu yoyote yule, jamani, wana Clubhouse, mtu yote anaweza akafanya katika sehemu yote ile. Kwa sababu gani? Nafikiri hata katika dini ya Kiislamu ipo kumshtakia Mwenyezi Mungu, na sisi hizo sections jamani, tutaenda kwenye sheria. Tunazo verses fulani katika Bible kumshtakia Mwenyezi Mungu. Waislamu mshtakiani Allah, huyu mtu hapa live. Kuna dua ukisema huyu mtu, mtashangaa yale maneno kama sio kutoka anaanza ulimi unaanza kuwa na matege, mtashangaa. Yani ni kitu ambacho kiko naturally. Yani kama mtu ameua alafu anasimama pale mbele anajifanya kama yeye hana kosa, kama leo alivyotoka pale, kama those watu waliokufa walikuwa wana suppose kufa, na kuna mtu ameandika pale ameona kwamba hata wakifufuka angewaua tena na asingejisikia chochote kile. Kwa maana hiyo, next time jamani, mtu yoyote katika wale wauaji akiwa anaongea chochote kile, hizo custom yoyote, custom inside, mtashangaa. Yani Mungu huwa hakopeshi. Lakini nisiongee sana, maana kwa hiki kilichotokea sasa hivi naweza kaongea mpaka asubuhi. Naomba nimkaribishe mwana Clubhouse yoyote yule, jamani, karibuni sana. Muende kwa mpango mzuri. Karibuni sana yote yule anaweza kaendelea kuongea na mic na mimi nikaachia. Karibuni. Anne-Marie, wamesema tumshtaki Mungu, kwa kweli ndo kilichobaki, kwa sababu tutamwambia nani tena mwingine? Naomba kuongea. Karibu mama. Karibu. Uhali gani mamangu? Mzima? Karibu sana. Mzima, nashukuru Mungu. Yule kijana kwanza, jamani, ngoja nitoke kidogo nje ya nani, nitoe ushuhuda. Yule kijana ambaye nilisema amepotea siku hiyo, nikalia sana. Kuna mtu kaniambia yuko polisi, yuko ndani polisi kule Arusha. Yani nimefurahi sana kwa kusikia kwamba yuko ndani. Yani ukisikia mtu katekwa aonekane, unajua huyu mtu kashakufa, lakini nimeambiwa yuko ndani, wamegundua yuko gereza gani kule Arusha. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu. Cha pili, leo hii huyu mama kwa kusema ukweli ameharibu kila kitu. Ni bora asingeongea, angekaa kimya, asingesema chochote, angekaa kimya, kwa sababu mi nafahamu na habari ninazozipata, wajumbe wa nyumba 10 maeneo mengi wameondoa bendera zao na hawana mpango kabisa wa CCM. Wanaogopa, yani wameshajiona kwamba ni riski sana kuweka bendera na kujisema kwamba wewe ni mjumbe wa CCM. Kwa hiyo hawa wazee hawa, nimeona wengine hawana hata sura za furaha, wachache sana ambao labda waliokuwa wanashangilia ni wale ambao wabunge ambao waliambiwa wasimame, ambao wako chini ya miaka 50, na wengine ni wale mwenzangu mie pangu pakavu ambao wameenda kuchukua hela ya kula siku 2-3. Huyu mama kaweka kila kitu hadharani, yeye ndiye kasema piga ua watu. Kwa hiyo tusubiri tu watu wataiweka kwa Kiingereza ile hotuba yake. Amekwisha, amejimaliza mwenyewe kwa mafuta yake mwenyewe, amejikaanga kwa mafuta yake mwenyewe. Yeye anafikiria kwamba kusomba watu kuwaweka pale ionekane kwamba kuna wazee wa nini. Wazee wamejiishia dimesha. Kwanza pale waelewa anaongea nini, dimesha imewajaa pale. Wengine wanaangalia watamaliza saa ngapi, ule atupe chetu tuondoke. Kama unavyojua hali ilivyo ya Tanzania, maisha ni magumu. Kwa hiyo unaposikia kwamba kuna mikutano ya CCM, jamani, nani mzee uko tayari? Tena watakuwa wanaitana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu mwingine wao utapewa taarifa, wanajua kuna posho, kile kapale ni posho. Huyu mama nchi kaitia umaskini, kaitetea vibaya sana, kaonga sana. Ukisikia mwanamke mpumbavu anavunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, ni huyo ameivunja Tanzania kwa mikono yake mwenyewe.
tarehe 9 tunatoka. Narudisha mic. Aingie mwingine kuongea sana. Asante sana mama ni mwezi, barikiwa sana. Kwako Tuzo, nadhani ulikuwa unataka kusema kitu. Nimefika mahali kwamba da, hujui hata mtu usemeje, lakini mimi hapa naomba kuuliza hivi vitu anavyovisema vinaweza vikatumika against her kwenye kesi yake, kwa sababu yani yani amepata ujasiri mkubwa sana huyu mama, na mimi naomba tu, unajua, on the other hand, Anne Marie, inaweza ikawa pia tactic ya kutaka kuwatia watu hasira ili watu waanze maandamano mapema ili waje wakaseme kwamba tumenini vurugu, tuna incite vurugu. Lakini sasa kila ninavyosikiliza sipati jawabu la kweli kuna mtu aliandika hii speech wakaiangalia wakaapprove isomwe leo hii. Yani ni wapumbavu kiasi gani ambao wako huko ndani, ni majangili kiasi gani hivi? Nyewe watu ni binadamu au mnaona kama nyewe ni paka labda yani like ni binadamu, kwamba mmeandika hizi speech mkaja mkawasomea watu? Na hawa wazee ambao wamekaa hapo kushangilia kwamba nguvu iliyotumika ni sahihi au nini nini, hawa wazee hapana, yani laana zingine mnajitafutiaga wenyewe, laana zingine mnajitafutiaga wenyewe. Mnaambiwa eti kwa nini hamjamweka mtoto nyumbani wakati mtoto ametoka kutafutia haki yake? Hiyo ni haki ya kikatiba. Unajua it's high time CCM ifika mahali iseme bwana, sisi hili ni katiba, tunafuata sheria 1 2 3 na 4. Hizi 5 6 7 na 8 tumeshaachana nazo, kwa sababu wanatuconfuse na wananiconfuse wenyewe. Wale watoto wameenda kufuata haki yao, ni haki yao. Na wanaposema kwamba wote wao twende tukaandamane mahali tukiwa na vibali, hivyo vibali vinatoka wapi? Mnajua kabisa hamtoi vibali, hamfanyi chochote. Hawa watoto wametoka kutafuta haki yao. Watu wametoka wameenda club, wameenda disco, ndio maana yani hata kama yani ni haki yao, ni haki. Naweza nikatoke, tunaenda kuandamana, hivyo vibali havijawahi kutoka, ndio maana wakatafuta ile siku ambao wewe hukutegemea. Lakini mimi nafurahi sana kwa sababu wanafanyaga kitu inaitwaga, wazungu wanasemaga they're digging their own graves, yani wanachimba makaburi yao wenyewe. Hawa watu kitu ambacho kinaenda kuwatokea hiyo tarehe 9 Disemba ni ukatili wa Watanzania ambao hawajawahi kuuona, kwa sababu imefika point kwamba kama mnadhani nyinyi ni wakatili, kuna Watanzania ambao wana mipango ya kikatili ambao hamjawahi kuyaona. Na msidhani kwamba, alafu kitu kingine nadhani hawajawahi kufikiria kwamba, msidhani kwamba Watanzania watasahau hiki kitu, hawatakisahau. Na kama mnadhani kwamba leo mmesikia madaraka, mkumbuke mna watoto, mna wajukuu, mna ndugu jamaa na marafiki wenye hayo na kila kitu ambao hawatakubalika. Sasa hivi imefika point kwamba mnatudharau. Anatafuta yani, unajua sasa hivi wameanza kutumia political terms, wanatumia lugha ya kisiasa kujustify hivi vilivyotokea. Hakuna justification ya vitu vilivyotokea, hakuna. Hakuna mtu yeyote mwenye akili timamu ambaye anaweza akawaangalia akasema mna haki ya kufanya hivi vitu. Sisi mmetumia nguvu. Uchaguzi wa kidemokrasia unahitaji nguvu yoyote? Wapi kwenye mikataba ya kidemokrasia kwamba nchi ikiamua kwa demokrasia imeandikwa kwamba jamani, kwenye uchaguzi wa kidemokrasia naombeni mtumie nguvu ili mshinde? Wapi? Mimi niko tayari kujifunza. Uchaguzi wa kidemokrasia unahitaji nguvu ipi apart from nguvu ya wananchi kuchagua kiongozi wanaomtaka? Nyinyi mmeenda kutumia nguvu ya risasi. Maana tumepita point ya mabomu ya machozi. Tumepita hiyo point. Tumepita point ya kupigwa. Tumepita hiyo point. Sasa hivi tumefika point ya kuuliwa. Na kuelekea tarehe 9 mnazidi kututia hasira. Hakuna hata mtu ambaye ameshai kuangaliwa kwa serikalini akasema jamani, mimi nataka tuwe bado tuna nchi. Tusiendelee kuwatia hawa wananchi hasira. Tunyamaze au tutafute propaganda nyingine, lakini sio hii. Hii inatia watu hasira. Hamwezi mkakaa na wazee mkaambia kwa nini mnaruhusu vijana watoke? Vijana wametoka kutafuta haki. Na nyie wazee sasa hivi wameanza, wazee watatafuta magroup mengine, watu wanawaangalia. Na sitashangaa, mimi nimesema, unajua itafika point ikifika tarehe 9 watu hawaendi tu kuandamana kukomboa nchi kwa amani, wanaenda sasa kuwasalimia wale ambao wameonyesha upumbavu wao, na ni kitu ambacho wote tunajaribu kisifanyike. Lakini wanapotutia hasira, mtu ukimwona mzee wako fulani unamjua ni jirani wako, unaona hapana, huyu alikuwa anashangilia wakati watu wameuawa, ngoja niende nikamsalimie. Mnajaribu kutupa makundi ya kijasusi ambayo hatujawahi kuwa nayo Tanzania. Ndio nyinyi mnataka kutia hasira mioyo ya watu mpaka mtu atoke huko aenda kanunue bunduki, aenda kanunue mabomu, afanye vitu vya ajabu. Watanzania tuanze kuonekana ni watu wa ajabu, wakati Watanzania ni watu wenye amani na upendo ambao hawajawahi kuonekana. Ila amani yetu hii sasa tulikuwa tunainunua kwa bei ya ghali sana, na ndio maana tukaamua hakuna tena, ni pote ya pote. Ile amani isipokuwepo sasa hivi tutaitafuta amani ambayo itakuwepo milele, lakini sio hii. Hii inanunuliwa kwa bei ghali sana. Alafu unakuja unajiita rais jangili, wewe shetani mkubwa, siwezi kukita mama wa aina yoyote. Unakuja unasimama kwa mdomo wako unauliza tulikuwa tunafanya nini, unatuambia ilihitajika hiyo nguvu, unatuambia sijui international community wanasema nini. Ungekuwa hauogopi hao international community, ungetuma mabalozi wako waende wakaongee nao, ungetuma mabarua nie.
Sasa hivi mmeona kwamba hamna mahali pa kukimbilia, mnaanza kujicomfort nyewe wenyewe huko ndani kwa ndani. Mimi nasemaje, huyu mama eti huyu mama huyu shetani ili ni jangili saa ingine, na afadhali ametoa hii statement yake leo Ana Maria, kwa sababu amezidi kutia watu. Mimi amjua, hata kama kuna mtu alikuwa hataki kutoka hii wiki ijayo, atatoka huko ndani kwake kwa maneno ya namna hii. Hamna mahali wanaenda, hakuna kiongozi pale, hakuna kiongozi pale, hakuna kiongozi pale. Na mtu yoyote, imefika wakati kwamba mtu yoyote ambaye anampa audience huyu mama, kwa mfano hawa wazee sijui ni nini, na hao pia futa, kwa sababu kwenye mkutano wa namna ile baada ya watu kuendelea kulilia mili za watu kwenye mkutano wa namna ile, makofi ya aina yoyote yalikuwa ya nini? Huyu mtu alikuwa anatakiwa awe anazomewa, na unaenda kuita wazee waenda kuongea na vijana. Kwani siite wa vijana, iteni Gen Z. Kwa nini hujawahi kusema John Gen Z tuongee? Hasubutu, anajua moto utakayomokea huko, hasubutu kumuita Gen Z yoyote pale, hasubutu. Anaenda kuita wazee. Wazee wamekuwa hovyo. Wazee baada ya kukaa chini muambie serikali kwamba jamani, kikatiba hii hairuhusiwi, ni sheria hii haifai, hii dini hii haifai. Mmeua watu wengi sana. Wazee badala ya kukaa pale ili muokoe maisha ya watoto wenu, mpate kuona wajukuu wakiisha maisha mema, wazee mmekaa kula kumpigia makofi ujangili, shetani, muuaji. Mmekaa kabisa, mnavaa suti zenu, mnaamka asubuhi mnavaa suti kwenda kukaa na hili lijitu. Jamani, anaweza samani, mimi nitaongea sana. Nitaongea sana. Ila mimi nilikuwa nashangaa kitu kimoja. Hivi ile location ilikuwa ni wapi? Ile location ilikuwa ni wapi kiasi ambacho lakini imefika point hivi sijui ametoa location wapi, lakini imefika point kwa sababu yes, kwa sababu hawa Gen Z wangepatikana watano tu wakaenda kupiga ile sehemu na mabomu ya petroli, tungeona kama wangekaa. Yani huyu next time kabla ya tarehe 9 tukigundua kwamba amechagua location fulani, awe Mwigilu awe siu nani kwamba anaenda kuhutubia, hizo za kupata location ni rahisi sana. Mange zinaweza tukimwambia hivi, tukimwalert anaweza akatuambia location before kwa message, sio kusema hadharani, kiasi ambacho wenyewe wakati wamefika pale hao Gen Z wameshafika, wamekaa wamejiandaa, kabla haijaanza tukisema tumbo wao mabomu ya petroli yanaanza, afu tuone kama watakaa. Yani hao watashinda kufanya president. Unaona hata na wewe unaanza kuwa na mawazo hayo. Mawazo hayo yangekuja leo apart singesema hivi vitu ambavyo amevisema. Unaanza kuwa na mawazo ya kwenda kuwalipua watu ambao wanaenda kukaa naye, jinsi ambavyo tumekasirika, jinsi ambavyo anatutia hasira, anatugaslight huyu mama. Umeoa watu kiasi hicho, unajua. Alafu kinachosikitisha maskini, kuna maskini mwingine anasubiri tu aambiwe pole mwanao kwa kufa, pole. Kuna mtu mwingine ana fikra zote, yani anasubiri tu aambiwe jamani, poleni sana kwa hicho kilichotokea. Huyu Mbwira anakuja anakwambia eti ili mbili tutumie nguvu. Tungefanyaje kwenye demokrasia? Ungeachia ngazi watu wakapiga kura wanavyotaka, ungeachia mpaka watu wapige kura wanazozitaka wao, na walikuambia kwamba hawataki uchaguzi. Mmekaa madarakani miaka 60 na mmekaa madarakani sawa, tusiweke miaka 60. Kuanzia lini umeanza kuisikia hii katiba mpya? Ungefanya hii katiba mpya, ungehitaji nguvu yoyote kushinda wewe? Ungefuata sheria na mkono wako, ungehitaji nguvu yoyote kushinda? Tokea lini demokrasia ikahitaji nguvu kushinda? Yani hapana ise. Yani ndio maana dada amepanda hapa akasema nilijitahidi kuto kuiangalia hii hotuba. Mimi nilikuwa naangalia na pause. Natukana na pause. Na hivyo kwa sababu huwezi kuamini kwamba kuna watu wenye akili timamu wamekaa hapo wanadhani eti nchi yako. Tunafanya nini? Sipata tu nyumbani. Yani huwezi kuamini kwamba hii speech ilikuwa approved. Huwezi kuamini hili hodi lilipiwa kusikiliza huu pumbavu nao kutoka huko ndani. Huu shenzi. Jamani, na watoto wote wa vigogo ambao mmekaa mnasikia au hamsikia au mnajuana au mna nini, shame on you fucking people. Ona Watanzania wanavyolia, wazazi wenu mnashindwa kuwaface na kumwambia wewe accountable. Si waone hata social media, na nawajua Watanzania. Tuzo au ndo beneficiaries wakubwa, hawezi kufanya hivyo. Wana benefit. Wana benefit, alafu wanataka kujifanya nchi ya huru na haki. Hakuna nchi ya huru na haki. Mnafanya international universities ni washenzi wakubwa. Mnajifanya kwamba eti sisi ndo tumekuwa na vurugu. And you know I know who I'm talking to. Dada Tuzo. Dada Tuzo. Yes. Samani. Wameniudi sana dadangu, afu especially ukiwa unajua wengine nao. Yaani kuna siku nitakuja hapa nitawablast mmoja badala ya mwingine. One by one I will start. Mmekuwa na aibu wapumbavu wakubwa. Naomba niongee kidogo. Samani kaka dadangu. Karibu. Mpangilio. Karibuni, lakini mmoja basi alitaka kuongea, mwingine azime mic. Okay, sijui nani sasa anza kaka. Nitafanya. Yes, first. Kaka Goma, baba subiri kidogo. Mwache mama ongee alafu Asante, nashukuru. Pole kwanza, pole yetu wote kwa sababu hakuna mtu aliye. Dada Brenda, unaweza ukatoka ukaingia tena kidogo, naona inakusumbua. Naomba niongee Kaguna. Basi endelea wakati dada Brenda anarekebisha. Karibu sana.
Nadhani niko tayari, sijui mmenisikia au? Na labda ungeje kidogo, afu Kigoma aendelee, alafu utafuata mpenzi wangu. Haya, mimi kwanza niwape pole, alafu mimi ni mpenzi wa sauti ya Watanzania, ni mzee ninayependa mabadiliko. Ukweli si wazee wote ambao wenye busara na wanaotaka mabadiliko kafikiri wote wameenda pale. Mimi nimepigiwa simu kutoka nyumbani, nikaambiwa kwamba kwenda kushiriki. Nikasema kwanza, huyu mama huwa ananipa kichefuchefu, siwezi kufika nikakuangalia mtu kama yule. Lakini kitu kilichonifanya nipande hapa juu ni kuhakikishia sio wazee wote wa Dar es Salaam walioenda kule, ni wale wazee ambao ni wazee wa ubwabwa, sio wazee kama mzee wenye fikra kama mzee Dr. Slaa wanaweza wakafika pale kusikiliza upuuzi kama ule. Hivi kulingana na ile hotuba ya jana Padri Kitima alipokuwa anaongea na waandishi wa habari, nikategemea kwamba huyo mama atakuja angalau afate mwelekeo wa ile baraza la maaskofu lilivyoagiza, lakini matokeo yake anakuja anasema kwamba wanavaa joo. Yaani anatukana kabisa maaskofu wa teki ambao nafikiri kielimu siwezi kama anaweza kuwafikia huyo mama. Hao angalau hata katika hao viongozi aliowachagua ambao wanaweza wakawa na fikra sahihi kama za wale wa teki, anakuja kuwatukana kabisa, anasema kwamba wanavaa joo, wale wanaosimama madhabahuni kuwaeleza swala, kufundisha swala la kiroho, anatukana kabisa. Yani ametuuzi sisi wote wa Katoliki na Wakristo wote wanaojua neno la Mungu, na vile vile kwa kuambia kwamba sio askari wote wanaowaunga mkono, si wanajeshi wote wanaowaunga mkono. Mimi najua kwamba kwanza ukianzia wale wastaafu wote wana chuki kwa kuliwa hela yao vita Uganda, aliyekula Kikwete. Hapa katikati mwaka huu akatokea kwa Waragai kwamba tunawawekea hela yenu, imetolewa, lakini hakuna kitu kilichowekwa. Kwa hiyo wana hasira sana. Hao wote wale waliosimama pale ni machawa, sio wazee ambayo sema kwamba labda ni walikuwa ni wazee, labda watumishi wa serikali. Ni wale wazee ambao wameondoa bendera zao zile za rangi ya kijani. Sasa juzi kulikuwa na ile wanaita kwa hakiki ambayo waliofanya, kukatokea foreign hapa Dar es Salaam ya magari kwa siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 mpaka saa 11. Nilikutana na mama mmoja akasema, nilivyochukia hii rangi ya kijani kutokana na huyu mama, mimi nilikuwa mwana Yanga, lakini kuanzia juzi nimebadilika kabisa, nimeenda Simba. Na nimebadilika tu kwa sababu ya hii rangi inatumiwa na hawa majambazi. Kwa hiyo mimi napenda kuambia kwamba hata mimi japo tu nimechukua mzee tarehe 9 nitakuwa na nyinyi. Asante. Mbona hebu nisaidie, umesema amewazungumzia maaskofu na majoo. Nukuu. Na chama kilichosema kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, wote anawaweka katika grupu moja.
kama umemsikiliza vizuri. Watanzania wenzangu, hebu tutafakari kwa pamoja maneno haya. Je, nini maoni yako?